huduma ya ukombozi na uponyaji. Homina Hosanna Ministry of All Nations, kutoka kwa Mtume G.K. Mwansasu. Amina. Chagua hivi leo ni nani utakayemtumikia. Amina. Lakini unayemchagua ndo matokeo ya maisha yako. Amina. Unapochagua madhabahu za ukoo, basi hata unapoishi maisha ya umaskini usilalamike. Kwa kuwa umechagua mwenyewe. Si umechagua mwenyewe. Na unapochagua kutumikia ufalme wa Mungu, unapata maisha mazuri. Amina. Lakini ufalme uliochagua. Amina. Mtume kuna kipindi fulani alikuwa anafundisha, alisema kwamba kuishi maisha ya kimaskini ni wewe umechagua, lakini pia kuishi maisha ya kitajiri ni wewe umechagua. Umechagua. Kwa hiyo maisha mazuri au maisha mabaya ni chaguzi lako. Yaani ni machaguzi ya kwako wewe. Unachagua yapi? Amina msikilizaji, tunakusalimu hosana kama ndo kwanza unaungana nasi katika kipindi cha Safari ya Mbinguni. Lakini tukukaribishe sana msikilizaji popote ulipo, tuambatane pamoja kama mwanzo ambavyo tulikujuza kwamba tutaungana na mtumishi wa Mungu Mtume G.K. Mwansasu, mpaka mafuta ya Mungu, kwa ajili ya neno la Mungu kwa siku ya leo. Tunaishi kwa neno, kwa hiyo ni wakati sasa wa kupata chakula cha roho. Roho zetu zinashibishwa neno la Mungu. Kwa hiyo msikilizaji, unao nafasi ya kushirikiana pamoja nasi kwa kutuma ujumbe wako mfupi wa maandishi kwa namba 0673906907. Shiriki katika kututumia ujumbe wako mfupi wa maandishi. Lakini usisahau kutufuatilia kwa hivi sasa. Tunapatikana bashara kwa upande wa Facebook, manake tuko live huko, ambako akaunti inapatikana kwa kuitafuta huduma ya Homina. Andika pia maoni yako na usisahau kutuambia jina lako na unapatikana wapi. Kwa usisahau kutuambia pia unapatikana wapi, sehemu ambako unatufuatilia kwa hivi leo. Kwa wale wa Facebook pia andika jina, lakini pia usisahau kuandika unatupata kutoka wapi ama unatufuatilia ukiwa wapi. Na wale wa studio pia tuma namba kwa namba 0673906907. Na wewe pia usisahau kuandika jina lako na unatupata ukiwa wapi. Amina, tuko wawili watangazaji, naitwa Lucy Mwansasu. Naitwa Dorcas Mwansasu. Lakini ambao wako nyuma ya kamera yuko Lutengano Mwansasu, bila kumsahau Joasi Mwansasu. Lakini pia tuko na mpako mafuta wa Mungu Mtume G.K. Mwansasu. Amina, mpako mafuta wa Mungu tunakusalimu hosana. Mkombozi amekuja, tunatawala na kumiliki. Amina, amina, tunda roho. Ni upendo zaidi ya upendo. Tunafurahi kusikia hivyo. Amina, nami nafurahi kusikia namna gani mnazingatia ili tunda. Amen. Kwamba tutambue kwamba hii ni madhabahu mojawapo ambayo inamtangaza Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo. Amina. Ambaye yeye ni roho na katika roho anajitambulisha katika hilo tunda. Amina. Kwa naamini kila mmoja anayewafuatilia na kuwasikiliza ni lazima azingatie namna gani ya kukaa na hili tunda. Amina. Ambalo ni upendo. Amina. Ndio Kristo mwenyewe. Amen. Amina ndugu watangazaji. Amina. Amina. Basi msikilizaji, kwa hivi sasa Mtume G.K. Mwansasu tutufungulia kipindi kwa maombi, na baada ya hapo atapata nafasi ya kuitambulisha huduma pamoja na yeye pia kujitambulisha. Lakini pia atatuambia sanduku lake la agano ni lipi, makubaliano yani kati yake yeye pamoja na huyu Mungu aliyemtuma. Lakini pia ujumbe aliotumwa nao yeye ni upi? Maana yeye huwa anasema ni kweli ametumwa, lakini mtumwa siku zote ana kitu alichotumwa nacho. Kwa hiyo atatuambia yeye katika kutumwa kwake ni kitu gani ambacho ametumwa nacho katika ulimwengu wote, pamoja na sisi pia ambao tunakuwa tunamfuatilia. Amina. Kwa hiyo usiondoke kando ya redio yako, hayo yote utapata kuyafahamu katika utambulisho wa huduma. Lakini kwa hivi sasa tufungulie kwanza kipindi kwa maombi. Karibu sana mtume kwa ajili ya kutufungulia kipindi kwa maombi. Amina, amina, amina. Tuombe. Takatifu, takatifu, mtakatifu ishiye juu mbinguni. Baba, tazama wewe ndio umetaka
siku hii ya leo tuwepo kwenye hizi maiki hivi visemeo vya Homina Gospel Radio kwa ajili ya watu walio wako, ili waweze kulishwa hiki chakula ambalo ni neno la uzima katika maisha ya mtu. Akili yangu haina nafasi, elimu yangu haina nafasi, wala pesa yangu haina nafasi, bali yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, hakika yeye ndiye ambaye yuko ameatamia hizi maiki za Homina Gospel Radio kwa ajili ya watu wa kwako. Mungu, achilia jeshi lako, achilia malaika yako. Ni kwa sababu haya yote ninayoyafanya mara hapa ni vita, lakini vita ipo kwenye ulimwengu wa roho. Naamini wewe ni mshindi, naamini sisi ni washindi. Tunajiweka mikononi mwako katika jina la mwanao Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Ndugu watangazaji. Amina. Amina. Mtume, karibu sana kwa ajili ya utambulisho. Asante kwa kupewa nafasi ya kufanya utambulisho. Mimi kama mtumwa mpakwa mafuta wa Mungu, kwa majina Mtume G.K. Mwansasu. Amina. Mimi Mtume G.K. Mwansasu natoka kwenye huduma inayoitwa Homina. Ndugu watangazaji na wasikilizaji, ningependa mjue Homina ni nini. Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Kwa ningependa kila mmoja azingatie hilo, atambue nini maana ya Homina. Kama nilivyosema, narudia tena, Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Kwa hiyo mimi mara hapa nipo kwenye hiki kipindi kwa ajili ya dunia nzima. Amina. Ndio maana nimejitambulisha kwamba mimi ni mtume. Nimepakwa mafuta na Mungu wa miungu kwa ajili ya dunia nzima. Lakini huduma ya Homina iko mahara gani? Ndugu watangazaji na wasikilizaji wote mnaotufuatilia duniani kote, Afrika nzima, Tanzania, Njombe na nyanda za juu kusini, huduma ya Homina ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Na yasema hayo na kuutambulisha mkoa na mji wake ni kwa sababu watu wote wanaotufuatilia kwa kupitia mitandao ya kijamii inayobeba radio, mitandao ya kijamii ya huduma kwa ujumla na radio boxi duniani kote, hakika kile ambacho watakisikia naamini watakihitaji. Na katika uhitaji wao watakipata wapi? Ndio maana nasema Homina ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote, na mahala ilipo hii huduma ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Amina. Ili waweze kufika Njombe, waweze kupokea huduma, yani manake wahudumiwe. Amen. Lakini ndani ya hii huduma mkoani Njombe, mjini Njombe, kuna mawasiliano ambayo mimi mtume niliyepakwa mafuta natumia. Vodacom 0754 0754 037 037 522. 522. Napenda kuirudia. Vodacom 0754 0754 037 037 522. 522. Haya ni mawasiliano ambaye yoyote anayetufuatilia, yoyote anayefuatilia vipindi ambavyo mara kwa mara ni bandua kwa kupitia 90.7 Homina Gospel Radio na mitandao yote kwa ujumla, akihitaji kukutana na mtume au kuwasiliana na mtume, hizi ndio namba pekee ambazo wewe unayetusikiliza, unaotufuatilia kulingana na uhitaji wako, unaweza kupiga hizi namba. Amen. Na hii namba ikishapigwa hakika itapokelewa, utajibiwa ya kupasayo kuyatenda, ili hii huduma iweze kuhusika kubadili na kutengeneza mifumo mzima ya maisha yako ya kiroho na ya kimwili. Amina. Utatuma ujumbe, huo ujumbe utapokelewa, utasomwa, utajibiwa kulingana na uhitaji wa kwako.
Amen. Namba ziko mbili, kuna 0620 0620 64 64 50 50 25. 25. Hii ni Halotel, napenda kuirudia 0620 0620 64 64 50 50 25. 25. Vile vile hii namba ya Halotel ukiweza kupiga itapokelewa na mtume moja kwa moja, au wale ambao wanasimama kwa ajili ya huduma, utaelekezwa na kuambiwa ya kupasayo kuyatenda ili uweze kupokea huduma kwa kupitia huduma ya Omina, ambayo ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Amina. Lakini hii huduma, ndugu watangazaji na wasikilizaji duniani kote, Afrika nzima, Tanzania, Njombe na nyanda za juu kusini, shughuli mojawapo za hii huduma ni uponyaji. Amen. Kufunguliwa na kukombolewa. Kwa tunaposema shughuli mojawapo za hii huduma ni uponyaji, kwamba magonjwa ya kila aina, ugonjwa wowote ule, magonjwa ambayo yameshindikana kwa wanadamu kisayansi, hakika ukifika kwenye huduma ya Omina, huduma ya ukombozi kwa mataifa yote, hayo magonjwa yatakuachilia. Amina. Watu wa Mungu, watu wanahangaika, watu wanateseka sana, suluhisho lilikuwa alipo. Lakini mimi kama mtume niliyepakwa mafuta, nimetumwa na Mungu kwa ajili ya kumaliza suluhisho la watu ambalo ni changamoto kwenye magonjwa ambao wanadamu wamehangaika na sayansi zao imeshindikana. Lakini ndani ya huduma ya Omina, hii ni kliniki ambayo jina Yesu ambaye ni Kristo ndiye daktari pekee ambaye ataachilia na kuondoa shida, dhiki za magonjwa ya kila aina. Amen. Lakini tunaposema vifungo, watu wamefungwa, kuna vitu watu wanavifanya si vile wao wanataka vifanyike. Lakini yote hayo yanafanyika ni kwa sababu adui amewashika, adui amewakandamiza, adui ndiye anayewafanya wayafanye hayo bila wao kupenda. Amen. Kwenye ndoa, kwenye biashara, kwenye elimu, kwenye ajira, kokote huko ambako ndiko watu wamefungwa vifungo, hakika chukua hatua. Ukifika Omina, hakika shida, dhiki na matatizo vyote vitakuachilia. Amina. Ndugu wasikilizaji na ndugu watangazaji, namna ya kuondoa na kutoa hizi changamoto, tuna ibada Alhamisi saa 4 asubuhi na Jumapili saa 4 asubuhi. Kwa hii shughuli mojawapo zinafanyika kwenye ibada maalum ambazo ndani ya wiki tuna ibada hizo mbili tu. Amina. Lakini ibada zote hizi ni ibada ambazo zimebeba nguvu ya kipekee ya jina la kwake Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Kwa tunaposema kukombolewa, watu ni mateka, watu wanafanya ulevi, watu ni wazinzi, wanalazimishwa kuyatenda hayo ambayo hayampendezi Mungu, na kama hayampendezi Mungu, wao wenyewe hawapendezewi na hayo ambayo wao wanayatenda. Amen. Kwa hiyo mimi kama mtume niliyepakwa mafuta nimetumwa kuwakomboa. Watu wengi wako jela. Narudia tena, ulevi, kuta familia, watoto, baba una pesa lakini watoto hawaeleweki. Kuna agano liko ndani ya maisha yako. Ndugu watangazaji na wasikilizaji, na siku zote tukiangalia familia zilizo nyingi, unaweza kubahatika kuwa na pesa lakini familia ikawa imeharibika. Na yote hayo familia wao inakuwa imeharibika, wewe kuna pesa, ni tajiri, ni kwa sababu katikati huna Mungu wa urejeo kama huyo ambaye aliyempaka mafuta Mtume G.K. Mwansasu. Kwa wewe ambaye una pesa, umebarikiwa, lakini familia haina mwelekeo, watoto wanavuta bangi, madawa kulevya, watoto ni wazinzi, ni shida, dhiki, kila kitu, chukua hatua. Muone Mtume G.K. Mwansasu amepakwa mafuta kwa ajili ya kufanya ukombozi mkubwa kwenye familia mbalimbali, kiroho na kimwili. Watu wanalima hawavuni.
Na yote haya yanawatokea watu ni kwa sababu kuna roho zipo katikati ya maisha yao, kwamba wao hawatakiwi kufanikiwa. Ndugu watangazaji na wasikilizaji, umaskini ni roho. Amina. Kwa wewe ambaye unatembea kwenye roho ya umaskini, tambua kwamba kuna roho iliyokalishwa kwako kutokana na mifumo mizima ya maisha ya kwako. Ndugu wasikilizaji na ndugu watangazaji, nina sanduku la agano. Amen. Sanduku la agano nililolibeba, kwa lugha rahisi inayotumika kwa sasa, tumejifunza sana kwa upande wa wenzetu Kiswahili halisi, kwamba nina nguzo. Hizi nguzo ni nguzo tatu tu, manake ni hali halisi ya maisha halisi ya Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo. Amina. Kwa Mungu aliyenituma, Kristo ninayesema yeye ndo atakayefanya uponyaji, kufunguliwa kwako na kukombolewa kwako. Yeye anasimama na kubeba tunda linaloitwa upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Kwa hii ndiyo asili ya Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo. Ndio maana Mungu aliniambia, mwanangu, na kutuma katika ili anga na dunia nzima, ili niweze kujifunua, manake nikafanya kazi, nikawahudumia watu. Beba upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Kwa hiyo ndio Mungu mwenyewe, ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo, Mungu aliyopo kwenye madhabahu Mina, anajitambulisha katika mfumo wa hilo tunda ambalo ni upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Lakini pale ninaposema mimi ni mtume, nimetumwa, lazima tujue unatumwa kufanya nini. Ndugu watangazaji na wasikilizaji, ninaposema mimi ni mtume, nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo wa kwako, madhabahu za koo za wanadamu chini ya jua. Kwa nini mimi mtume nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia hizi madhabahu? Ndugu wasikilizaji mnaotufuatilia duniani kote, Afrika nzima, Tanzania nzima, Njombe na nyanda za juu kusini, zimeonekana madhabahu za koo tunazotoka, upande wa baba, upande wa mama, upande wa mmeo, upande wa mkeo, ndo chanzo cha hiyo changamoto unayopitia. Amina. Kila mmoja ana changamoto yake anayopitia, na kila mmoja anashiriki kutokana na aina ya ukoo anaotoka au kabila analotoka. Ndani yake ndiko kuna hizo madhabahu. Lakini ningependa tu jamii ijue na ifahamu kwamba hizi madhabahu za ukoo ambazo ndizo tunazoshiriki tulikotoka, kama nilivyoweza kuzitambulisha, kwamba upande wa baba, upande wa mama, upande wa mme, upande wa mke, hizi madhabahu zinamwakilisha shetani katika asili ya maisha ya kuzaliwa. Na asili ya shetani, watu wa Mungu, ni kuachilia mabaya, ni kuachilia uovu, ni kuachilia magonjwa. Kwa hali halisi unayopitia, ningependa tu utambue, ujue kwamba mwanzo wa hayo yote ni madhabahu ya ukoo wako. Amina. Kwa hiyo mbingu zilikaa, wana wa Adamu chini ya jua, au watu walioko ndani ya Kristo zaidi ya miaka 2000 wanalia. Kanisa kwa sasa ukilifuatilia, na wao wanakilio kama watu wa dunia tu. Wanasema Yesu ni Bwana, ukiangalia maisha yao, wakilima wavuni. Wanasema Yesu ni Bwana, ukiwaangalia wakifungua biashara zinakufa. Wanasema Yesu ni Bwana, ukiangalia ndoa zao zina changamoto. Wanasema Yesu ni Bwana, ukiangalia magonjwa yamejaa kwenye familia. Magonjwa kanisa zima ni shida, hayana utatuzi. Yote haya mbingu zilivyosikia, kwa watu wake wakilia, wakiuliza Mungu uko wapi, Mungu akasema anamtuma mwanaye wa pekee kwa ajili ya kututoa kwenye hizo shida. Kwa ili hizo shida ziweze kutuisha, ni kuachana na hizi madhabahu zako. Manake fanya mabadiliko. Amen. Usiwaendee waganga tena, acha kutambika, acha kufanya ibada za mara pa juu. Acha kuendea mashe, acha kwenda kufanya ibada baharini. Wa kufanyiwa ibada ni Kristo pekee, ambaye alijitoa pale msalabani, na ile damu iliyomwagika mara pale ndio ukombozi pekee, silaha pekee ya kumfanya shetani aache kuachilia ubaya, shida, dhiki na magonjwa ndani ya familia mbalimbali.
Ndugu watangazaji na wasikilizaji, Kristo amerejea. Amen. Amina. Katika urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo tumepewa miaka 1000. Hii miaka 1000 watu wa Mungu tumeambiwa tutatawala na kumiliki. Amen. Kwa niko mahali hapa kwenye hiki kipindi maalum, kipindi ambacho Kristo anashuka kwa nguvu ya Roho Mtakatifu kwa ajili ya kukufanya uponyaji, kufunguliwa na kukombolewa kwako. Amesema nikwambie urejeo wake unaachilia ufahamu ndani mwako. Amina. Kwa nini urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo unaachilia ufahamu ndani mwako? Hayo unayoyatenda, hayo unayoyaishi sio akili yako wala sio ufahamu wako. Amen. Maanake ufahamu wako ulishikwa, na katika kushikwa kwa ufahamu wako maanake Kristo sasa anafanya ukombozi. Ningependa niwaambie kwamba hiyo miaka 1000 shetani amefungwa. Amen. Na katika kufungwa kwake shetani yuko jela na kuna muhuri umegongwa mahala pale. Ameandikiwa kwamba yeye ni baba wa uongo. Maanake sisi tujue, tusome, tufunguliwe ufahamu, tusitende dhambi, kwa sababu kwa lugha rahisi ya ibada ambazo nimetumwa nazo, maanake nguvu ya kuzimu haina nafasi kwa ajili ya watu ambao watakuwa chini ya Yesu ambaye ni Kristo wa urejeo. Kwa ukiwa ndani ya ukoo wa Mwansasu, magonjwa nini? Unajua mimi nashangaa sana mtu anasema anaumwa na wakati amempokea Yesu ambaye ni wa urejeo. Yaani naumia sana. Amina. Na yote ni kwa sababu watu hawajawa tayari kuruhusu ufahamu wa Kristo kwamba yeye haugui wala halali na njaa wala ana shida. Kwa katika urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo, huu ni ufalme. Kwa hizi ni falme mbili zinazoshindana. Kwa anachoshauri na nilichoambiwa niwaambie, tuhubiri injili hii iwafikie walio wengi. Hii injili ikiwafikia walio wengi, hakika Yesu ambaye ni Kristo atajifunua na kujidhihirisha chini ya jua. Amen. Ndugu watangazaji na wasikilizaji, miaka 2000 yote ya kufa na kufufuka kwa Yesu ambaye ni Kristo, kanisa halina kitu. Amina. Narudia tena, hebu litazame kanisa. Kanisa wanalalamika tu magonjwa. Kanisa wanalalamika uchumi. Kanisa wanalalamika wanalima wavuni. Kanisa ukiangalia familia za watu waliokoka zina shida, wanavuta mabangi. Tuachane na watu. Wachungaji watoto wao ni shida. Amen. Ni shida. Kwa haya yote haya ni kwamba ni kwa sababu bado nguvu ya shetani kwa kupitia madhabahu za koo wanazotoka wachungaji, wanazotoka wana waamini hawa ndani ya hayo makanisa, ndani ya taasisi nyingi za kidini, ni kwa sababu tu ya hizi madhabahu. Lakini tuhubiri injili kwa njia ya sadaka, kwa sababu kama kweli umeamua kupokea ufahamu wa urejeo wa Yesu ambaye ni Kristo ndani ya ukoo wa Mwansasu, biashara zinaenda kufunguka. Utalima utavuna, lakini ufanye nini? Ukilima ukivuna ni lazima utoe sadaka. Amina. Tuhubiri injili pamoja na huyu mtume, ili injili ya urejeo iweze kuwafikia watu walio wengi. Sadaka ni maisha, sadaka ni uhai, sadaka ni uzima wa kwako. Kwa unapokuwa kwenye biashara zako, ili biashara yako iweze kustawi, ni lazima ushiriki matoleo kwa ajili ya kujenga ufalme wa kwake Mungu. Utamuona Mungu akijidhihirisha ndani mwako. Yote anayasema ni kwa sababu yeye ni roho. Amen. Ndugu wasikilizaji, ndugu watangazaji, ningependa mjue Mungu ni roho. Amina. Lakini chini ya jua, ili huyu Mungu aweze kujifunua na kujidhihirisha, anakuhitaji wewe ambaye utakuwa uko tayari kubeba sanduku la nini? La agano, ambalo ni upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Kwa haya ni maarifa pekee ambayo nayaachilia, ili kila mmoja ukishayapokea ukaamini, utaona mabadiliko ya maisha yako. Yaani manake utaona faida ya uokovu. Narudia tena, watu leo hii hawataki kuokoka ni kwa sababu hawaoni faida ya kanisa. Wachunguze watu waliokoka. Ni shida. Ni shida watu wa Mungu. Amina. Mbingu zimesikia. Ili shida iondoke ndani ya makanisa, ndani ya wana waliookoka, wana wa Kristo. Hakika ni lazima tuachane na madhabahu zako. Narudia tena, kutumwa kwangu katika huduma ya homina, huduma ya ukombozi
kwa mataifa yote. Tuna ibada Alhamisi saa 4 asubuhi, tuna ibada Jumapili saa 4 asubuhi. Hizi ibada zote mbili, ndugu wasikilizaji na wale mnaotufuatilia kwa kupitia mitandao yote ya kijamii ya radio na huduma na radio box, ni ibada zinazobeba uponyaji wa magonjwa mbalimbali, kufunguliwa na vifungo mbalimbali na kukombolewa kutoka kwenye jela ambazo wana wa Adamu wamewekewa chini ya jua. Ndugu watangazaji, haya ndiyo machache ambayo yanatambulisha huduma ya Omina kwa ni huduma ya ukombozi kwa mataifa yote, na ni kwamba hii huduma ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Naamini mawasiliano ndio hayo. Kila mmoja ambaye utaamini utachukua hatua, piga hizo simu. Amina ndugu watangazaji. Amen. Amina. Amina msikilizaji, na huu ni utambulisho wa huduma kwamba ni huduma ya ukombozi, ya uponyaji na kufunguliwa kama alivyoitambulisha mtumishi wa Mungu Mtume J.K. Mwansasu. Lakini una jambo lolote, basi namba umetajiwa hapo, piga simu ama tuma ujumbe. Lakini tunaweza tukakutajia kwa mara nyingine, kama utakuwa haujaiandika, basi tafuta sehemu nzuri iandike hii namba, na atakapotoka mtumishi wa Mungu hapa studio, basi utampigia simu ama utatuma ujumbe mfupi. Namba ni 0754 03 75 22 0620 64 50 25. Lakini namba nyingine 0620 64 50 25. Kwa hiyo utapiga simu na utatuma ujumbe kwa ajili ya changamoto yoyote inayokusumbua, na mtumishi wa Mungu atawasiliana na wewe moja kwa moja. Amina. Mtume, mimi nina swali. Amina. Na swali langu, tusiwafuatilie wanaotufuatilia wakoje, ni akina nani na nani, kwa sababu kipindi tukiwa wengi mara nyingi kinajenga utukufu wa jina la kwake Yesu ambaye ni Kristo. Kwa hiyo naomba tu ndugu mtangazaji, tungepata kufahamu wanaotufuatilia live katika hiyo mitandao, ili tujue kwamba kweli sisi ni washarika ambao ni kweli mbingu zinatutambua, ili Kristo aliyerejea tuweze kutawala na kumiliki. Amina, amina. Amina. Kwa wanaotufuatilia, tuko na Grace Mwansasu ambaye amesema mkombozi amekuja, ninatawala na kumiliki nikiwa ofisini kwangu Nzenge, mtaa wa Grace, na wapata live mbashara kabisa. Amina. Lakini tunafuatiliwa pia na Peter Mtukufu. Lakini anatufuatilia Anita Elia Mwansasu ambaye amesema Hosana mtume pamoja sana, ndiko na bahasi ndivyo ya. Amina. Lakini Vicky Godi anasema mkombozi amekuja na miliki na kutawala nikiwa Ramadhani Kigamboni, na wapata vyema, ni Vicky Mwansasu. Amina. Lakini George anatufuatilia pia, anasema amina mtume wa Mungu pamoja mwanzo hadi mwisho wa kipindi, ni George Alpha Mwansasu. Amina. Anatufuatilia Tweni Mwansasu ambaye anasema hakika mkombozi amekuja, tunamiliki na kutawala, tuko pamoja mpaka mwisho. Amina. Tweni James Mwansasu akiwa Yele Valley. Amina. Amina. Lakini Faraja Mwansasu kutoka njia panda ya Magereza anasema usana, tuko pamoja hadi mwisho wa kipindi ili nipokee maarifa mapya. Anapatikana Chaugingi njia panda ya Magereza. Amina. Shoastika Mwansasu anasema mkombozi amekuja na miliki. Amina mtume wa Mungu na watangazaji, na wapata kwa uzuri kwenye anga na ardhi ya Yele Valley Njombe. Amina. 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 Lakini kwa namba ya studio anasema hosana watu wa Mungu hapo studio, tuko pamoja. Asante mtume wa Mungu kwa maarifa na wapenda sana. Ni Menasi Mwansasu akiwa Sido. Amina. Na huyu pia anasema hosana mtume wa Mungu, tuko pamoja mpaka mwisho. Hildelita Mwansasu akiwa Limage, ndiko nako tufuatilia. Amina. 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 Na swali langu ni wakati ukizungumza kwamba asili ya shetani ni kwamba wanaachilia uovu. Sasa swali langu ni kwamba je, shetani ana uwezo wa kuachilia kitu ambacho kwa muonekano kikaonekana ni chema lakini ndani yake kuna uovu? Ana uwezo wa kuachilia kitu ambacho kwa nje kikaonekana ni chema lakini ndani yake kikao kina uovu?
Ndiyo, kwa sababu ndiyo asili ya kwake yeye katika mifumo ya maisha ya wanadamu. Kwa nini nasema ndiyo? Kwa ufahamu. Tukumbuke, nimefundisha sana kwamba Mungu ni ufahamu. Amina. Na shetani ni ufahamu. Kwa hiyo wewe Lucy na mwingineo, kwa ufahamu wako utaona hiki kitu ni chema, lakini kumbe hicho kitu kwa ufahamu wako unaona ni chema, kumbe si chema. Kwa nini kwa ufahamu wako unaona hiki kitu ni chema wakati si chema, kinakuletea madhara? Ni kwa sababu ufahamu wako ulioubeba haumtegemei Yesu ambaye ni Kristo kwa njia ya Roho Mtakatifu. Na haya ndiyo maisha ambayo watu wanayaishi au wanadamu wanayaishi chini ya jua. Amen. Ni kwa sababu hawana ufahamu wa Kristo. Manake katika maisha yao yote wanatumia akili zao, wanatumia elimu zao. Na hivi vitu viwili vya akili ya kwako au elimu yako vinabebwa na ufahamu wa shetani. Kwa machoni kwako na maisha yako wewe unaona hicho kitu ni chema, lakini kumbe hicho kitu si chema. Na ndio maana unaona watu walio wengi hata ndani ya kanisa ni kwa sababu sio wasikivu na sio watii mbele ya watumishi wao wa kila ambacho wanachofundishwa, kwa sababu ya ufahamu umeshikiliwa na miungu ya madhabahu zao. Neno ninge limekuwa kubwa zaidi katika maisha ya wanadamu chini ya jua. Kwa nini nasema neno ninge? Wengi watu wanaharibiwa na kitu, baada ya kukifanya kitu ndipo anakusema ninge. Kwa hiyo neno ninge limetawala sana kwenye jamii, ni kwa sababu ya aina ya ufahamu wa shetani. Ni kwa sababu jamii iliyo nyingi haina ufahamu wa kiungu. Tukumbuke Mungu anatukataza kuwategemea wanadamu, anakataza kutegemea akili zetu. Ndio maana mimi niliyepakwa mafuta na uwepo wangu kila pahala, kwenye madhabahu ya Homina Pure, kwenye hizi maiki visemeo vya Homina Gospel Radio, wanatangulia kusema akili yangu haina nafasi, elimu yangu haina nafasi, wala pesa yangu haina nafasi, bali yule Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, yeye huyo ndiye aliyepewa nafasi. Kwa hiyo wewe kama kweli ufahamu wako utakuwa umempa nafasi Roho wa kweli wa Mungu aliyemfufua Kristo, hutakuwa na majuto katika maisha yako. Kile utakachokiona ni chema na kweli kitakuwa na matokeo. Lakini shetani mara nyingi chini ya jua, kwa sababu ni baba wa hii dunia na ndiye anayekaa ndani ya mioyo na fahamu za wana wa Adamu, mara nyingi vitu wanabuni vinapata uharibifu. Mtu anaenda kununua kitu, anadanganywa na shetani kwamba hiki kitu, hii gari zuri, ni jipya, kumbe mbovu. Anadanganywa huyu mume ni mrembo, ni mzuri, ukiingia hapo wewe acha, utakuwa mke wa bilionea. Kufika kule kuna maukimwi, kuna shida. Kwa majuto mengi yamekaa kwa wana wa Adamu hata makanisani. Ni kwa sababu ufahamu wanaotumia ni shetani aliwadanganya kwamba hiki kitu ni chema, kumbe sio chema. Amina. Shetani ana uwezo wa kufanya hayo. Amina. Kwa maana hiyo mtume, ni kwamba shetani ana uwezo wa kutumia huu ufahamu kwamba mtu akaondolewa mahali pa Mungu, yaani tuseme Edeni, akaondoka. Kwa mfano labda Homina, kwamba shetani akautumia huo ufahamu ili mtu aondoke Homina aende sehemu nyingine. Ndiyo. Na hiyo mara nyingi na ndio inayotumika. Usiku wa jana nikaa nimetumiwa message usiku. Kuna mtu amenitumia message anasema, baba mtume, samani nilisali sana Homina 2023 na 2024 nikaondoka, nikaacha tu kusali, lakini naomba kurudi. Anaomba Kurudi. Kwa nini? Anaambia nina matatizo hajaye kutokea. Ana matatizo Hajaye kutokea. Sasa wewe jiulize, huyo mtu kwa nini aliondoka? Manake katika kuondoka hapo Edeni aliondolewa na nani? Na shetani. Na hii ni asili ya maisha ya mwana wa Adamu. Tukumbuke Mungu alivyoitengeneza Edeni, alimweka mwanadamu mara pale,
Mwanadamu katika maisha yake aliondolewa Edeni kwa kudanganywa na shetani kwamba ukitenda ili ukila hili tunda hutapokea mauti. Akajikuta baada ya kufanya yale mauti kayo imemwingia. Kwa ni wengi sana Edeni ya homina wameondolewa na shetani bila wao kujijua. Leo hii wanajuta, na sio huyo mmoja, ni wengi sana. Ni wengi sana sana, tena sana, na hakuna ibada inayofanyika kuwaondoa wana wa Mungu Edeni kama ibada ambazo shetani au mbinu ambayo shetani anaitumia. Shetani mbinu moja hapo anayoitumia ni kuwatoa mahala hapo. Utasikia yule sio mtume. Umeelewa? Mtume wa ukweli yuko mahala fulani. Kuna mwingine atakwambia inakuaje aliwaambia ametumwa. Alafu anakuambia yeye babake wa kiroho ni Prophet B. Joshua. Umeelewa? Kwa hiyo B. Joshua ni shetani, wewe ondoka hapo. Anaondoka. Na lengo la kuondoka mahala hapo Edeni ili akakufaidi vizuri. Tutambue kwamba hizi ibada ni za kiroho, lakini hizi ibada za kiroho ni vita. Kwa shetani anachokitumia, anaangalia madhaifu ya ufahamu wako. Una kiwango cha namna gani cha ufahamu kuhusu Kristo? Hilo ndo tatizo lililopo. Kwa swali lako linauliza, mfano Omina, kuna watu wanaondolewa na shetani afu baadaye wanajuta, tena wamejaa na ni wengi aje kutokea. Kuna wengine mimi sipendagi tu hapo, wanarudi kimya kimya, wamekaa nyuma huko. Lakini roho, kwa sababu yeye ndo anayewahudumia, ninakaa kimya. Kama mnanielewa. Kwa ufahamu ni kitu cha msingi. Ndio maana nimeambiwa nihubiri kwamba Yesu ambaye ni Kristo amerejea, na katika urejeo wao ningependa jamii na watu kanisa wajue maana yake ufahamu. Tumerudishiwa nini? Ufahamu. Kristo ni roho, sio mwili, sio jengo, sio dhehebu, sio dini. Ni roho inayobeba katika ufahamu wa kuishi maisha ya kiroho na kimwili. Kwa kilichopungukiwa kanisa pale Edeni ni ufahamu. Kumbukeni tu kabisa mwanzo, yule mwanamke alidanganywa ni kwa sababu ya ufahamu wake mdogo. Kwa neno ufahamu linalopungukiwa analitumia sana shetani kuwaondoa watu Edeni ili akawafaidi vizuri. Ndio maana watu walikuwa wanaishi maisha mazuri, lakini baadaye ikawa shida. Unaona? Mfano hapa au mimi na wewe. Mfano kama yule binti yetu, hata naweza nikamtaja tu, aliyekuwa praise yule. Maisha aliyoishi, aliyopokelewa na Mungu, alikuwa ni maisha mazuri ni, lakini kaondolewa. Kadanganywa. Unaona? Kadanganywa tu na shetani. Tena ni lile limama tu ambao lilikuja hapo, linajifanya kwenye hiyo praise, linampa mambo mazuri kumfundisha namna, nikamuondoa. Asijue kwamba hilo limama ni reagent. Kila wakitoka ibada wanaongozana. Ni kwa sababu ya ufahamu wake mdogo. Sio, mnanielewa? Kila wakitoka kwenye ibada hapa wanaongozana, linamwekea vitu vingi, nini. Ufahamu wake ni mdogo. Umenielewa? Ikafika sehemu leo hii madhabahuni hayupo. Ametenda dhambi. Anguko ni kubwa. Lakini baadaye anatuma message. Mtume, naomba unisamehe. Mimi niliuliza, nikusamehe kwenye nini mwanangu? Sikukusikiliza. Unaona? Hii yote nayasema ni kwa sababu Lucy umeuliza swali. Je, kuna mtu ana uwezo wa kuondolewa Edeni ya homina kwa kudanganywa na shetani? Na ni kweli ni asili ya shetani kuwaondoa watu mahala palipotulia patakatifu, Edeni ya Mungu, penye maisha ya ukweli, ili akawafaidi vizuri. Hilo linawezekana. Amen. Kweli mimi nikamjibu mwanangu, kwani shida nini? Unaona, shida nini? Akaambia naomba msamaha. Nikamwambia kwani msamaha gani? Akaambia nilikuwa sikusikilizi wewe. Lakini huyo mwingine nikamwambiaje, kanisani huwa hawafukuzi, na kanisani mlango uko wazi. Kama moyo wako na nia nini? Njema, wewe rudi tu. Kama moyo wako na nia nini? Njema. Sio ya uharibifu, wewe rudi wapi? Kanisani. Kristo yupo tu. Na hiyo roho mara nyingi inapandwa, ndio hiyo mharibu Adamu. Mpaka leo wana wa Adamu tunaishi maisha ambayo sio. Adamu angebaki Edeni akatubu, wala leo hii maisha yasingekuwa haya.
Kwa walio wengi wakiondoka, wakianguka, wanadanganywa, si huyo mtume, wengi tu. Huyo mtume ni Freemason. Hivi unajua kitu, neno Freemason shetani analitumia sana kwa sababu ya ufahamu mdogo wa kanisa. Ufahamu. Kwa hapa ninachotaka kusema Lucy, kwenye swali lako nataka niseme kwamba Yesu ambaye ni Kristo, ninapoambiwa nitangaze kwamba amerejea, maana yake tumerejeshewa ufahamu wetu. Haya tunayoyatenda, haya tunayoyafanya sio asili yetu. Amina. Meneno watu wa Mungu. Amina. Kwa haya yote kweli hapo chanzo chake yalifanyika pale Eden. Adamu na mkeo wakaondoka Eden. Kisa shetani aliwaambia mkila hili tunda mtakufa, bali mtakuwa na akili kama mtume mwenyewe. Ndivyo wanavyodanganya. Kuna watu wanaondoka hapa wanaenda kufungua makanisa kwamba huyu mtume anawadanganya tu nini. Wanarudi wenyewe. Lakini hiyo kwa sababu ni roho inayotembea ya kuzimu ya shetani, tunaendelea kukabiliana nayo. Ndio maana mnaona wengine nawapokea kwa upendo, mwanangu karibu, kwa sababu asili ni upendo, unyenyekevu na uvumilivu. Amina. Amina. Lakini pia kuna swali la Grace Mwansaso ambaye anauliza, je, mtu anaweza kutumika kwa Mungu au kwa shetani katika ulimwengu wa roho au mwilini bila yeye kujua? Ndio. Ndio watu tunaosema ufahamu na madhaifu ndani yake. Amina. Ndio maana nasema siku zote wanafundisha kwamba Yesu ambaye ni Kristo katika uokovu ni mabadiliko ya tabia. Amina. Ni mabadiliko ya nini? Ya tabia. Kwa wengi watu wanatumika kuzimu katika ulimwengu wa roho wao bila kujitambua, kwa sababu hawana utayari wa kubadilika kwa hiyo tabia. Na kwa lugha rahisi, wengi wanajihesabia haki wakati sivyo, hasa warokole. Ujuaji, na hii ni mbinu na ni maarifa ambayo shetani anayatumia sana. Tabia, kumbukeni nimehubiri na ninafundisha siku zote kwamba Mungu ni tabia. Amina. Iliyo njema, na shetani ni tabia ya uovu, tabia isiyo njema, isiyopendeza katikati ya wana wa Adamu. Hiyo tabia ukiwa umeibeba, utaki kuitumia, hakika utaona Mungu anakutumia katika tabia iliyo njema. Sio, mnanielewa? Lakini swali lako linauliza, kuna mtu ambaye inawezekana anatumika kuzimu, anatumika na shetani bila yeye kujijua? Ni wengi. Ni wengi sana. Na ndio maana mimi ni mtume, napewa nafasi ya kukubadili Dorcas. Amina. Mnielewa? Ya kukubadili nini? Dorcas. Kile unachokifanya unakuwa sio wewe. Huna ufahamu wa kujua kwamba sio wewe. Kwa hiyo mimi ndo lazima nishuke. Katika kushuka kwangu mimi najua ninayepambana naye ni adui, sio Dorcas. Kwa wengi jamii, wengi wanadamu wanatumika kuzimu bila wao kujijua, ni kwa sababu ya ufahamu wao. Hawajampa nafasi roho wa kweli wa Mungu ili awe kiongozi wa kupambana na hii vita. Kwa wengi ni kweli watu. Hivyo wajiulize, watu wanafanya wajuaji sana makanisani watu. Wanaona wajuaji sana. Mtu anakuja anaambia mtume, mimi nimeonyeshwa na Mungu amesema leo utafundisha somo andiko hili hapa. Wewe jifikirie. Na yote haya tunaposema ni ufahamu, kwa mfano watu hawajui mtu anayesema ametumwa na Mungu kama mtume anatumwa katika mfumo gani. Watu hawajui. Hawajui. Mimi ni mtume niliyetumwa na Mungu. Mimi sina mjadala wa vikao na mtu yoyote kwenye hii madhabahu. Kwa sababu mwenye mamlaka wa hii kazi, mwenye haki ni Roho Mtakatifu. Amina. Ndio maana huwa nimeweza sana kufundisha kwamba hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya nani? Roho Mtakatifu. Kwa kuna watu walio wengi wanatumika kuzimu bila wao kufanya kujijua. Lakini kama hujijui, sikiliza mtume anafundisha nini, ambaye amembeba roho wa kweli akukumbusha yakupasayo kuyatenda. Ukiweza kukubali kubadilika, hakika utaona kumbe waliyekuwa wanatumika mara pale sio wewe wala sio mimi. Ndio maana walio wengi wanalaumu sana. Yule ananionea. Wewe uonewi. Ujitambui. Wako watu nasikia kuna hivi vitu nasikia. Amina. Wengi watu wanafukuzwa makanisani ni wachawi. Watu sio wachawi. Unasikia? Wengi sio wachawi, ila hawajataka tu fanyaje? Kubadilika. Kuna mama mmoja hapa amekuwepo hapa, amefukuzwa makanisa mengi ya Kipentekoste. Amefukuzwa sana tena sana. Kwamba popote anapofika anaambiwa mchawi. Popote anapofika anaambiwa mchawi.
Lakini alipofika Umina, mimi Roho wa kweli moja kwa moja akanionyesha kwamba huyu mama sio mchawi, bali miungu ya ukoo wake, upande wa baba yake, upande wa mama yake, upande wa mume wake, vimeungana. Ile miungu katika kuungana ndiyo inayotangulia mbele yake yeye. Umenielewa? Amina. Ndiyo inayofanyaje? Inayotangulia kwake. Ikishatangulia inaenda kuziba ile halisi. Kristo anashindwa kuonekana, ila ubaya, uchawi ndio unaoonekana mbele yake. Tunapojadili miungu, nimewaambia nimetumwa kushughulikia hii miungu, ndio chanzo cha matatizo. Kwa wengi watu wanabebeshwa ubaya ni kwa sababu hawana utayari wa kuachana na miungu. Miungu ni uwakala wa kishetani katika kufanya uharibifu. Kwa hiyo ni kweli kuna watu inawezekana wako makanisani wanatumika kwa uchawi, wanatumika kwa haribu huduma, wao hawajitambui. Lakini kama unataka kweli ubadilike, msikilize mtume. Uokovu ni kukubali kubadilika kwa tabia. Amina. Amina. Swali lingine ni la Tumaini Mwansasu. Anasema, samani mtume, tunaona katika Biblia Sauli alianza vizuri, mbele akamkaidi Mungu, na Daudi alianza na Mungu, mbele aliua. Suleiman naye alianza na Mungu, mbele alikuja kuwa wake 1000. Swali langu, kwa nini walianza vizuri na Mungu, mbele walikuja kumwasi Mungu? Miungu, madhabahu. Ndio maana mimi leo hii nimetumwa kushughulikia madhabahu za ukoo wa kwako Tumaini. Tumaini, hao unaowaona watumishi, unaowaona wafalme, unaowaona hao watu waliokoka, sio kwamba Mungu hawampendi, sio kwamba wanaenda kuzini wanaanguka. Sio wao. Wanalazimishwa kuyatenda mauchafu kulingana na aina ya madhabahu ambazo ndizo zinazonena hayo ambayo wao hawayataki, lakini nguvu ya kuyakataa hayo peke yao hawawezi. Hao wafalme wote uliowataja, anguko liliwatokea ni kwa sababu madhabahu za ukoo. Kumbuka Sulemani ni mtoto wa Daudi. Kumbuka hiyo. Hao akina Sauli wote ni kwa sababu ya koo zao. Akina Yuda ni kwa sababu ya hizo. Na uzuri, nimefundisha sana kuhusu madhabahu kwamba wafalme wengi walishindwa kufikia kusudi na lengo halisi la Kristo mpaka dakika ya mwisho, ni kwa sababu ya ibada za mara pa juu. Yaani manake hawakuachana na ibada za nini? Za mara pa juu. Kama vile wewe, ni mfano tu Tumaini, kama hujawa tayari kunisikiliza mimi mtume, ukaachana na ibada za mara pa juu, Kristo hatafika mbali kwako. Nenda uendako. Nenda uendako. Kwa hiyo Sulemani kilichomuua mpaka kawe na masuria wote hao na babake Daudi katika huo mfumo ni kwa sababu ya rana ya babu yao ambao ni Yuda. Amina. Unaona? Amina. Hao wawili wote tunawataja wanatokana na ukoo wa nani? Wa Yuda. Huyu Yuda alikuwa ni mfalme, alikuwa ni baba ambao yeye mahala pa juu hakupaondoa. Tunaposema kupaondoa mahala pa juu, achana na mambo ya mila, desturi na hizo madhabahu zenu. Tena huyu Yuda na kastori fani kuwafundisha hapa. Amen. Yuda alienda sehemu akaenda kazaa na mke wa kijana wake. Huyu Yuda akaenda mahala pale kajichukulia, na ndani yake kwanza aliweka sheria kwamba unajua koo zilizo nyingi. Amen. Uolewi nje ya ukoo wetu. Na tukiona umezaa tu tunakufukuza hapa nyumbani. Tamari akaonekana baadaye ni mja nini? Mwepesi. Anataka kuhukumiwa Tamari, anaambia angalieni pete hii. Kishika uchumba hii. Ni cha nani? Wanagundua ni pete ya mfalme. Amen. Kumbe mfalme ndo aliyeingia ndani mle. Lakini ukiangalia Daudi, ukiangalia Sulemani, ukiangalia babu yao mwenyewe Yuda, asili ya madhabahu yao ilikuwa inanena zinaa. Hebu angalia mwenyewe Daudi alimpata Sulemani kwa ndoa ya halali. Tukisoma Biblia, Sulemani hakuwa mtoto wa ndoa halali. Manake roho ya miungu na mizimu ndiyo iliyowasababisha wao lengo na kusudi la Mungu lisitimie. Kwa hadi leo kanisa, Amen. Kinachosababisha kanisa miaka 2000 ya Yesu ya kufa na kufufuka halina makusudi haijatimia, ni kwa sababu ya mila nini na desturi. Ndio maana mimi nimetumwa kuja kuziondoa hizo. Wewe kubaliana tu na mimi. Kubali. Amen. Nje hapo uwezi. Wewe angalia yule mwanamama amekuwa pale madhabahuni. Roho ya uzinzi 99% inamng'ang'ania.
Hii inamng'ang'ania. Bwana wewe ni hivi. Na sio kwamba mpendi Mungu. Anampenda. Amina. Amina. Na swali la Yusufu Mwansasu anamiliki na Butara kwa Mikumi Njombe anasema kwamba samani mtume, hivi ni sahihi kwa kuhani wa Mungu kutoa kitu kwa kutumia mkono wa kushoto? Labda ndio wanaotumia. Unaweza kukuta huyo kuhani mkono anaotumia ni wa kushoto. Amina. Umenielewa? Amina. Lakini tukianza kiimani. Kinini? Kiimani. Mkono wa kushoto una nafasi yake na mkono wa kulia una nini? Una nafasi yake. Kwa imani ya sisi wana wa Kristo wa urejeo, Yesu Kristo amekaa ametulia mkono wa kuume, yani wa kulia wa Mungu Baba. Umenielewa? Na kama Yesu ambaye ni Kristo ametulia mkono wa kuume wa Mungu Baba, yani kulia, manake kushoto kuna ubaya. Mimi naongelea Injili. Amen. Kwa sababu isiyekaa watu wanaishi wanatumia mkono wa kushoto, afu leo wakaenda kuukata huo mkono. Mistake. Lakini kiimani kufanyia ibada 99% mkono wa kushoto si sahihi. Kwa sababu mkono wa kushoto una nafasi yake katika uharibifu na mkono wa kulia una nafasi yake katika kutenda aliyo mema. Amina. Sasa huyo kuhani anapotumia mimi hapo, mimi sijaja kuhukumu. Kwani mimi siwezi nikakuombea kwa kupitia wa kushoto? Si ni mkono unatakiwa utumike huku na huku. Si unataka kutumika mkono? Amen. Yaani tumetingwa watu mko 500 hapo Kwa hiyo mimi nitakuwa nasubiri tu kulia. Na uwezo wa kuweka kulia na kushoto, lakini lengo la huo mkono wa kushoto kwa ule wakati ni mkono ambao unafanya kazi kimwili. Amen. Kama mkono mwingine, lakini ibada halisi za kiroho, nguvu ya Mungu imekaa kulia. Kama ni hivyo kifuata sisi wanaume, hebu naomba tujadili kitu kimoja hata kabla hatujatoka hapa. Amen. Hivi mifuko ya kuwekea pesa ya shati ya wanaume iko mkono gani? Kushoto. Kwa hiyo pesa toka tunaweka wapi? Chunguza shati lolote lenye mfuko upo kulia kushoto? Kushoto. Umeuna kwako. Mmeuna. Kwangu. Naona hapo sasa. Kwa hiyo tukikataza hilo, Yusufu mwenyewe hapo alipo anafanya biashara. Amina. Amevaa shati lina mfuko wa mkono wa kushoto. Amina. Yaani upande wa kushoto. Amina. Hiyo pesa hataweka. Anaweka. Sitakuwa ubaya. Amina. 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 Mtume, nina swali langu kwamba kwa nini walio wengi wakitenda dhambi wanakimbia badala ya kutubu? Ni asili. Ndio maana sisi tumetumwa sasa kukuambia usikimbie, ukitenda dhambi usikimbie. Wengi wanakimbia kwa sababu ni asili ya dhambi. Dhambi ina hukumu ndani. Ndio maana Adamu alikimbia pale Edeni. Lakini angebaki wala angeendelea vile kwa sababu Mungu ni wa rehema. Amina. Ndio maana mimi ni mtume na mimi madhabahuni wasifukuzi mtu kitenda dhambi. Mengine hapo ni siri tu. Unasikia? Amina. Huwa anaanza Dorcas siku hizi uko wapi? Kumbe umetenda dhambi. Kuja kukutana na kiti cha enzi, unaona hivi? Aibu. Sasa na mimi nikikuzira. Si umepotea? Yaani manake sisi kama watumishi wa Mungu hatustahili kuwafukuza watu madhabahuni wakiwa wametenda dhambi. Kwa sababu ile dhambi sio wao. Amina. Ni roho ya kishetani imeteka ufahamu wa yule mtu, ndio maana akaenda kutenda ile dhambi. Lakini Mungu ametutuma sisi watumishi kwa ajili ya kuwarudisha watu kutoka wapi? Dhambini. Sasa unapokimbia dhambi, mtu akitenda dhambi unamfukuza. Sasa kazi yako wewe ni nini, mtumishi? Hata wewe ambao unakimbia ukitenda dhambi ni sahihi, dhambi ni uasi. Adamu alikuwa hana hata muda wa kutazamana na Mungu. Ndio asili ya dhambi. Amen. Ndio maana makanisani wanakaaga nyuma huko. Unasikia? Alikuwa anakaa zamani mbele. Wewe ukiona mtu mwanzo alikuwa anakaa sana mbele ya mtume hapa. Yaani anatazamana macho ya ujasiri na mtume. Lakini ukiona baadaye hana hayo macho ni nyuma.
Tayari hiyo wanaanguka mara ngapi? Na msalaba mara ngapi? Mara 3. Usizidishe mara 3 kuanguka na msalaba. Anakuwepo akukupokea nini? Msalaba. Kwa watu wanafanya hivyo kwa sababu ni asili. Dhambi ni uchafu. Amina. Yesu mwenyewe pale msalabani alivyokata roho, yani alipofika sehemu akateka dhambi ya ulimwengu mzima, Mungu alimkimbia. Ndio maana akalia anasema, Baba uko wapi? Mbona umeniacha? Mungu anakuacha kwa sababu akai pachafu. Amina. Amina. Kwa ukitenda dhambi usikimbie kanisani, hasa kwa mtume Mwansaso. Njoo rejea. Amina. Rejea, mimi nimetumwa kuwatoa dhambini. Uiari tu na ukumbuke hicho kitu, kwa sababu moto utakao upata ni mchafu. Wewe umekaa madhabahuni Omina, tumemshughulikia shetani wa ukoo wako na madhabahu za kila aina zaidi ya miaka 3. Umetenda dhambi, ukikimbia wakirejea. Ndio maana yule shetani pepo alikwambia wakirudi watarudi na wengine wangapi? 7. Itakuwa zaidi ya yale maisha ambayo uliyaishi. Kwa mimi nakushauri tu, ukishatenda dhambi usikimbie, rudi utubu. Amina. Rudi utubu, jutia. Kuna mtumishi mmoja, alikuwa mtumishi mmoja mkubwa sana duniani. Sasa yule mtumishi akaanguka. Unajua huduma zetu hizi za ukweli zinawindwa sana nani? Na shetani. Amina. Na shetani ni mbinu gani anaitumia kuziwinda huduma kama za kwetu za kina Mwansaso hizi? Anapiga uchumi. Waumini ni wakavu, hata ungewahubiria vipi, toeni sadaka, hawana huo muda. Na kama Mungu amewabariki tena hawana kabisa, wanataka tu huduma ichakae na mtume afanyaje? Achakae. Hawana roho ya nini la utoaji. Sasa yule mtumishi ilimkuta katika hiyo hali, akatokeza sasa mmoja mwanamama ndani ya madhabahu, yeye ni bilionea. Amina. Akasema yeye anaanza kudhamini nini? Huduma. Na katika kudhamini huduma, mkiangalia asili ya Upentekoste ni kwenda kuhubiri injili mahala fulani na sehemu mbalimbali. Na kokote mnakotakiwa kwenda kuhubiri injili lazima muwe na fedha. Amina. Sasa amejitokeza huyo mwanamama, akaamua kwenda kudhamini mikutano ya injili ya yule mtumishi. Yule mtumishi akaingia, ni kweli wakasafiri mpaka Dubai, si nchi wapi na kwenda kule. Kumbe yule mwanamke mwenye ile pesa ni Freemason. Katumwa kuja kuua nini? Huduma. Na huduma inakufa kwa sababu ya njaa. Pesa. Kufika huko ameenda wakahubiri injili, wote wamepanda ndege nini na nini, kufika huko wakavunja amri. Anguko likatokea. Na kumbe katika ziara zake yule mtumishi alikuwa na windwa dunia nzima. Ile guest walioingia na muumini wake ambaye ndio mdhamini wa ile injili, wanaanza kufanya tendo la ndoa, hiyo zina yao. Kumbe kuna kamera zimesetiwa kila kitu. Maana yule mwanamke alikuwa anasafiri na mtumishi wake, ikiwa mipango yote imepangwa kuzimu na Freemason. Baadaye wamefanya kile kitu, watu wanatokeza. Wewe ulikuwa unafanya hivi, anakataa hiyo zikali, waambia hapana. Tuna kila kitu, tunafungua kamera. Na sivyo chagua moja. Unakuja Freemason au tuite waandishi wa habari. Naona kesi na mtihani tulionao si kama kanisa. Ndio maana mimi hapa napiga sana kelele kwamba tujitahidi sana sisi wenyewe wanaoamini kwa nguvu yetu ya upendo, nyenyekevu na uvumilivu. Tujenge kanisa letu. Kwa sababu Mungu anatubariki sisi katika hiki kichache, lakini tuwe na mioyo mieupe ya kuithamini kazi ya nani? Ya Mungu. Tuhubiri injili sisi kama sisi. Leo hii mtu anatoka tu huko, hana hata machungu ya Omina ilikotoka, sema analeta mabilioni. Haya, mtume jengo anaojenga ni la gharama. Haya, inafika sehemu pamekata, Anaye kata ni nani? Ni shetani, Freemason. Wanakuja wao wanasema sasa tukusaidie. Hujaiva, hujakoma, kitakacho kujani. Kwa hiyo yule mtumishi akaambiwa, ukitaka amia Freemason. Usipotaka tunaita waandishi wa habari. Ushahidi huu hapa. Yule mtumishi, kwa sababu ninachotaka kuongelea ni swali lako. Kwa nini watu wakitenda dhambi wao wanakimbia Edeni? Na mimi nataka kusema usikimbie Edeni. Tubu. Yule mtumishi alichokifanya alisema, mniue, Freemason siingi, iteni waandishi wa habari, mimi nitamrejea Mungu wangu. Amina. Ni kweli wakaita waandishi wa habari. Kama mnavyojua mabaya yanavyoenda haraka. Hivi mtume Mwansaso anamuwinda.
Mema ya mwansaso hayaongelewi ili anga. Hayaongelewi hata kidogo. Ila itokee baya. Lakini mimi kwangu baya hainakuja kutokea. Kwa sababu hiyo hali halisi nishafanyaje? Nishaivuka. Kwa hiyo yule mtumishi akaambia iteni, wakaita waandishi wa habari, magazeti ya kila aina dunia nzima, kadhalika. Lakini alichochukua yeye, alienda kukaa na kutubu mbele zake Mungu. Akamrejea Mungu, akalia, akajuta, akalia. Kwa sababu Mungu ni wa rehema, anajua madhaifu ya mwanadamu chini ya jua katika kupimwa. Mungu alimrejeshea huduma yake baada ya miaka fulani, lakini yeye aliamua kushuka. Usiwaangalie wanadamu wengi, watu wanakimbia Edeni na ile dhambi ni kwa sababu ile ni roho inaenda kuwaambia wanadamu, mnaona huyu amezini. Wangapi wanazini bwana? Wewe unaona kama umezini tu kwa sababu hapana. Ni kweli ni anguko. Mungu anajitenga na wewe, ulinzi wote wa Roho Mtakatifu unaondoka. Lakini usikimbie. Fanya toba. Ukishafanya toba, Kristo anakurejea. Amina. Pia mtume, nina swali langu kwamba mtu atapata madhara gani kama maisha yake yakifungwa kiroho? Madhara anayoyapata ni makubwa sana kulingana na uhitaji wake. Amina. Kwanza, hawezi akawa mtu kati ya watu chini ya jua. Hilo ni la kwanza. Ndio maana mimi leo hii nahubiri Injili kwanza chini ya jua ufanikiwe. Hatimaye ufalme wa Mungu. Amina. Kwa sababu Kristo lazima adhihirike chini ya jua. Kwa madhara makubwa utakao kuwa nayo wewe, unamtaka Kristo lakini hutampata. Si umefungwa kiroho. Amina. Hutampata kamwe. Kwa wengi watu wana madhara makubwa sana. Magonjwa kila siku. Biashara haziendi. Matatizo kila siku. Ndoa hazina amani. Kwa madhara makubwa yanayotokana na watu ambao wameshikwa kiroho, wameuawa kiroho, ni kukosa amani. Na tunaposema umekosa amani, manake hutakuwa mtu kati ya watu, hutakuwa na furaha chini ya jua. Lazima tufurahi kwanza hapa duniani. Ndio maana Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mtafurahi kwanza hapa, mtafaidika hapa duniani, hatimaye ufalme wa nini? Sasa unapokuwa wewe hapo hujafaidika, unategemea kuna maisha gani? Kwa madhara makubwa ya kuumizwa na kupigwa kiroho unaoyapata, hutakuwa mtu kati ya watu chini ya jua. Popote utakapotokea wewe ni kinyesi tu. Kibali huna. Mwanamke mzima unatokeza katikati, huyo kaiba chupi, huyo kaiba chupi. Hivyo hebu sema hayo wewe. Dorcas. Ni aibu. Kwa nini ni aibu? Umepigwa kiroho. Kwa kuna madhara makubwa sana ambayo yanamaliza utu wako. Hutakuwa mtu kati ya watu. Simu yako ikipigwa tu kwa ndugu nataka kuwasalimu, utasikia hilo ninataka kuomba hela. Hutu. Kwa ili uwe na utu chini ya jua katika maisha yako, ni lazima roho wa kweli wa Mungu ashike nafasi kiroho. Ukipona kiroho, hakika watu watakuthamini. Amina. Amina. Mtume, pia kuna maswali ya mada ya Jumatano pamoja na siku ya Jumapili. Na mada ya siku ya Jumatano ilikuwa inahusu nini maana ya madhabahu za ukoo. Nini maana ya madhabahu za ukoo? Amina. Mada inauliza hivyo. Amina. Maana ya madhabahu za ukoo ni muunganiko wa shughuli za kiibada za ukoo mzima, za kabila uzima. Kwa kabila husika, ukoo husika, katika mifumo ya kufanya ibada kwa Mungu au kwenye miungu, ile hali halisi ya zile ibada au zile shughuli ndizo zinazobeba kitu kinachoitwa madhabahu. Lakini katika kufundisha nimefundisha sana kwamba madhabahu ni sehemu maalum ambayo imechaguliwa kwa ajili ya watu kwenda kuabudu na kutoa sadaka zao mbalimbali kwa Mungu wanayemwabudu, Mungu wanayemwamini, au mizimu au miungu wanaoiamini. Kwa madhabahu ni mfumo halisi wa kabila fulani au ukoo fulani ambao wamejiwekea kwa ajili ya kufanya ibada kwa Mungu wao, ambaye wao wanaamini kwamba huyo Mungu ana uwezo wa kuwafanya chini ya jua kionekane kitu fulani, hatimaye mbingu ambayo wao wameipanga iwe hivyo.
Kwa nini maana ya madhabahu? Kwa madhabahu ndio mfumo halisi, ni kanuni halisi, ni mpango halisi, ni eneo maalumu ambalo kabila fulani au koo fulani au jumuiya fulani imeamua kwa ajili ya kufanya ibada. Amina. Amina. Lakini nikiongeza swali hapo kwenye maana ya madhabahu za ukoo, je, hizi madhabahu za ukoo, kwa mfano mtu akiishi chini ya jua pasipo kuzifanyia ibada hizi, yaani kwenda kufanya ibada kwenye madhabahu za ukoo, anaweza kupata madhara yoyote? Anaweza kupata madhara. Si ni imani. Tunaposema ukoo ni ujumuisho wa uzao kwa namna ulikotoka. Amina. Lazima uangalie ni jumuiya hii. Amina. Ukoo wenu ulikotoka, asili yao wao wanafanya nini? Kama ukoo unaotoka wewe, asili yenu ni kumwabudu Mungu wa miungu, ukijitenga na Mungu wa miungu, ile miungu ya maadui wengine itakuchakaza tu chini ya jua. Ndio maana watu nasisitiza, wewe utakuwa ni mtu gani duniani? Kwa Mungu haupo, kwa shetani haupo. Wewe si mpira wa kona. Kwa asili ya mwanadamu chini ya jua lazima awe na madhabahu moja wapo. Amina. Ili aweze kuishi chini ya jua. Hilo tunasisitiza. Amina. Mmenielewa? Narudi pale pale. Manake huyo mwanadamu asiye na madhabahu ya aina yoyote, manake ajui hapa duniani anaishije. Wanyakyusa tunasema ipomba ya kubomi, yaani wewe ni marehemu. Marehemu ndo ajui. Amina. Kwa maana ya madhabahu ni pana. Unaona? Amina. Kwa kuna watu kama hujaenda kushiriki madhabahu za ukoo wako, una uwezo wa kuharibiwa. Na ndio maana tunasisitiza haya. Wewe madhabahu za ukoo wenu uzitaki. Alafu Mungu ulipoenda kwa huyo Mungu mwenyewe hana nguvu. Kitakachofuata ni hii ni asili ya mwanadamu chini ya jua. Amen. Kila mwanadamu aliyezaliwa chini ya jua aliagizwa atengeneze nini? Madhabahu kwa ajili ya kufanyia ibada. Hiyo ni asili ya mwanadamu yoyote. Kwa familia yoyote, jitahidi sana uokoke au urudi kwenye miungu yenu. Utajua wewe utakachokuwa unakipata. Naomba niseme, mwanadamu yoyote anayezaliwa chini ya jua, asili yake ni lazima utengeneze mahala pa kumfanyia ibada Mungu wako. Mungu wako. Je, ni miungu au ni Mungu wa miungu? Ila mimi niko mahala hapa kwa kukushauri kwamba lazima kwenye familia yako, kwenye jamii yako, jitahidini sana kutengeneza madhabahu itakao muabudu Mungu wa kweli. Manake mpokeeni Yesu ambaye ni Kristo. Ndo njia pekee ya kuondoa shida, dhiki na matatizo kwenye familia zetu. Amina. Kwa hilo linawezekanika kabisa. Amina. Amina. Lakini tuna swali lingine la mada ya siku ya Jumapili, na hili swali linasema kwamba kwa nini watu wanazishika sheria za kanisa kuliko kanuni za Mungu? Watu wanashika sana sheria za kanisa ni kwa sababu sheria za kanisa hazibebi maisha ya kiroho, zinabeba maisha ya kimwili. Amina. Mmenielewa? Amina. Kwa hiyo sheria za kanisa au sheria za kidini, mimi ningeomba tungerekebisha kidogo tu hapa. Amina. Ili jamii nzima ituelewe na ijue kwamba mlilenga nini watu wa mada. Mimi ningeomba hapa watu wa mada mungesema kwa nini watu wanashika sana sheria za dini kuliko za Mungu. Amina. Mmenielewa? Kwa watu wengi chini ya jua wanashika sana sheria za kidini kuliko sheria za Mungu wa kweli. Ni kwa sababu sheria za kidini ni sheria ambazo zinaonekana kwa macho, ni maisha ya kimwili. Amina. Ni maisha ya nini? Ya kimwili. Mfano serikali inasema usiibe. Ukigundulika umeiba na kidhibiti kipo, nenda wapi? Yeah. Lakini sheria ya serikali ya kimbingu ya Mungu aliyemtuma mwansaso anasema usiibe. Umeelewa? Amina. Lakini ukiiba wala usio ugunduliki, yenyewe ikisha jua utajua wewe utakachokukuta. Unaona? Kwa hiyo sheria ya kibinadamu ambazo ziko chini ya jua kwenye dini, zile ni za moja kwa moja.
ni za kimwili. Amen. Ndio maana hizi sheria ukiziangalia zilibebwa sana na Agano la Kale. Wengi watu wanashindwa kuelewa. Torati ilibeba maisha ya kimwili. Amen. Umeelewa? Amen. Lakini katika maisha yao ya kimwili, manake ndio maana alikuwa anasema mwanamke yeyote atakayekutwa akizini atapigwa na mawe mpaka kufa. Asipokutwa apigwe, manake afi. Amina. Umeelewa? Sasa hapo kitisho kilichopo ni kipi hapo? Kupigwa na mawe. Kwa watu watajificha sana. Umeelewa? Sasa sheria za Mungu sasa ambazo ndizo Yesu alikuja kuzitimiza ili zionekane ni za kiroho kwa wanadamu ni nzito. Amen. Ni nini? Nzito. Ni nzito sana. Mwanadamu anaona kwani nani hata nikizini nani atakayenyoa? Kama hivi mtu anasema tu kwani nini bwana? Ndio dunia tunavyoishi. Au nikizini si tenda kupumzika nitarudi. Kwa sababu ya nini? Jeshi au serikali ya kimbingu haina adhabu ya mara kwa mara papo kwa papo. Amina. Sio kama nielewa. Amina. Kwa hiyo unakuta sheria za kidini mara nyingi watu wanazifuata sana ni kwa sababu wanaogopa kutengwa. Amina. Za Mungu naye atakaye kutenga umuoni. Ibada zetu za Kristo ambazo nimetumwa nazo mimi Mtume Mwansasu ni ibada za kiroho, sio za kimwili. Kwa utofauti ni kwa nini sheria watu wanashika sana sheria za kidini kuliko sheria za Mungu. Watu wanashika sana sheria za kidini kuliko za Mungu kwa sababu sheria za kidini ni sheria za moja kwa moja kimwili. Amen. Kwa wapo watu hapa wataki kuiba, wanaogopa kwa sababu wataenda mpechi. Lakini serikali ya Mungu haionyeshi hivyo vitu. Kwa utofauti wake ni kwa sababu ibada za kidini ni za kikatiba, si wamejipangia? Manake ni za kimwili. Lakini ibada za kiroho za Mungu ni za rohoni. Ufanye usifanye, Roho Mtakatifu wala. Kwa utofauti uliopo kwenye dini au kama kanisa na sheria za Mungu ni kwa sababu sheria za kidini zinafuatwa sana ni kwa sababu ni za papo kwa papo kimwili. Amina. Watu wanaona tumejipangia hili hapa. Kwamba hivi wewe hapa yoyote ambaye hatatoa sadaka ya ujenzi anafukuzwa kanisani. Si tulipanga? Amina. Amina. Kama umenielewa, si tulifanyaje? Tulipanga. Lakini mimi ninawatangazia kwamba Mungu ni roho. Na kama Mungu ni roho, anataka kujenga nyumba ya kuabudia watu duniani. Amina. Umenielewa? Lakini ili yeye aweze kujenga, anakuita Dorcas, anakuhitaji Dorcas. Kwa wewe Dorcas, amini kwamba Mungu anataka kujenga jengo, sio wewe. Lakini ili jengo liwepo chini ya jua, lazima usimame Dorcas kwa imani. Amina. Kwa wewe hapo kwa sababu huna imani unaona kama Mtume Mwansaso muongo. Ndio maana nikisema Dorcas, mbona hujatoa mwezi unacheka tu. Lakini tungeandika hapo kama unafukuzwa ungekuwa na hofu wewe. Kwamba nisipotoa mimi nitafukuzwa hapa. Si tulikubaliana? Amen. Kwa utofauti wa hizi sheria mbili, kwa Mungu sheria zake zinashindwa sana kushikwa na wanadamu chini ya jua ni kwa sababu hizi sio za moja kwa moja. Amen. Umenielewa? Amina. Sio moja kwa moja. Lakini hizi ni za kupanga, tumepanga. Amina. Tumefanyaje? Tumepanga. Tumepanga. Usipofika saa 4 tunafunga nini? Mlango. Lakini sheria ya kwa Mungu aliyotumwa nao Mwansaso, saa 4 ibada inatakiwa ufanyaje? Kuanza. Ufike, usifike, ibada inafanyaje? Inaanza. Lakini kuna siku umekwenda tumefunga milango hapa? Hapana. Nenda Romani. Nenda Lutheran. Wanafunga milango. Ndio maombi. Ndio manake. Amina. Amina. Kuna swali la Mama Sesi kutoka Ramadhani. Anasema samani Mtume, mbona tunaambiwa kisha ongozwa sala ya toba hakuna roho za ukoo zitakazo kufuatilia? Wewe unaambiwa wewe kwa sababu ya ufahamu. Sasa mimi nimetumwa kuachilia ufahamu. Amina. Kuongozwa sala ya toba sio kumaliza kila kitu. Kubatizwa na maji mengi machache sio kumaliza kila kitu. Amina. Ili kila kitu kiishe lazima ujitenge na madhabahu za ukoo wako.
Juzi madhabahuni kulikuwa na ibada yule mtoto mchanga yule mwenye mwaka 1 na miezi 9. Amen. Yule mtoto mdogo ambaye atembei, katepeta, aeleweki. Nyie mnaitana mbaba, mnawaonea tu mabinti wa watu. Wanabemenda sijui. Binti wa watu mwenyewe hajabemenda mtoto. Amen. Katika kufanya maombi, roho chafu zikalipuka. Tena kwa kupitia mama mzazi wa huyo mtoto sasa. Kwamba huyo mtoto, huyo binti mwenye mtoto, miungu inaanza kusema kitovu chetu, kitovu. Lakini huyo binti kabatizwa huyo. Kaongozwa sala nini? Ya toba. Ya toba. Kuongozwa sala ya toba sio tiketi ya kukufanya wewe usiugue. Sawa. Sala ya toba ni lango, ni kukubali kufungua lango kumfanya Yesu Kristo mwanze ushirika. Mahusiano sasa. Amen. Ni tiketi ya kwanza, mahusiano na nani? Ya uokovu. Ndani yake kuna kanuni. Kwa tukaona pale yule mtoto, miungu ya huyo mwanaume mwenye huyo mtoto kutoka huko tena dini ya Kiislamu, kwamba wao wanataka, wanadai kitovu chao, damu yao. Damu yao, kumbuka. Amen. Damu yao. Ndio maana Mungu mwenyewe ukisoma katika ile Mwanzo, baada ya Kaini kumuua Habili, Mungu alisema mbona damu ya ndugu yako inanililia? Hapo naomba umakini sana. Amen. Yote haya ni ufahamu wa kanisa. Shetani ameshika ufahamu wa kanisa, amewaambia watu wakibatizwa na maji mengi, wameongozwa sala ya toba, ndio umemaliza. Shetani hapo wewe, ndio maana hadi leo kanisa ni chafu. Kwa kuongozwa sala ya toba, sawa walikuambia ni kwa sababu ndio ufahamu wao. Mimi ninachokuambia kuongozwa sala ya toba na kuongezea ufahamu, sio tiketi pekee ya kumshinda shetani. Amina. Hayo ni maswali mtume, karibu sana kwa ajili ya ujumbe wa leo. Nayo ni maswali. Amina. Amina. Ujumbe wa leo ambao nimetumwa nao katika utimilifu wa ibada zangu kama mtume niliyetumwa. Tukumbuke kutumwa kwangu mimi, nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo. Ndugu wasikilizaji na ndugu watangazaji, mbingu zimegundua kwamba miaka 2000 ya kufa na kufufuka kwa Bwana wetu Yesu ambaye ni Kristo, injili yake haina matokeo. Kikwazo kikubwa ni madhabahu za koo ambazo hawa waamini wanatoka. Kwa katika huko kutumwa kwa hadi leo hii niko mahali hapa ni kwa ajili ya kuleta huo ujumbe. Kwa ujumbe niliobeba kwa siku ya leo, nataka tupitie kuhusu madhabahu za ukoo huwa zinasababisha mtu asimtumikie Mungu au kumwabudu Mungu. Injili ya Yesu ambaye ni Kristo, mkianza kuifuatilia, ipo chini ya jua, ni kwa ajili ya watu ili waweze kuokoka. Amina. Ni kwa ajili ya watu ili wamjue Yesu ambaye ni Kristo. Kwa kumjua Yesu ambaye ni Kristo kuna gharama. Kwa sababu jamii iliyo kubwa, walio wengi wana ibada zao za asili. Kwa leo hii unapomwambia mtu okoka, hakuelewi. Kanisa la sasa la Kipentekoste linapata tabu sana kuwafanya watu waokoke. Ni kwa sababu maarifa hawana, ufahamu ni mdogo. Ufahamu mmoja hapo utakao mfanya mtu aweze kuokoka ni kuachana na hizi madhabahu za ukoo. Ndio maana leo hapa nataka kukuambia kwamba madhabahu za ukoo wa kwako zina uwezo wa kukufanya wewe Yesu ambaye ni Kristo usimtake. Kwa usishangae wewe mtoto wa kike ambaye mume wako hataki kuokoka, unalia unakesha. Sio yeye, ni madhabahu za ukoo pande wa baba yake, madhabahu za ukoo pande wa mamake, au madhabahu za ukoo upande wa kwako wewe mke. Zinajua tu kabisa mkisali pamoja mkaokoka na mume wako, kuna kitu kikubwa mtakifanya cha kujenga ufalme wa kwake Mungu. Kwa ndugu wasikilizaji na ndugu watangazaji na wale wote mnaotufuatilia duniani, Mungu amenituma, Roho wa kweli wa Mungu amesema nikwambie kwamba madhabahu za ukoo huwa zinasababisha mtu asimtumikie Mungu au asimwabudu Mungu. Kwa tunaposema kumtumikia Mungu, watu wengi hawataki kuokoka. Shida sio wao watu wa Mungu. Shida ni madhabahu za ukoo wanazotoka.
Watu wanapenda sana wokovu, watu wanapenda sana kuishi kwa Kristo, lakini wanavutwa na hizi madhabahu. Mtu yeyote aliyeunganishwa na madhabahu za ukoo huwa ni mgumu sana kufanya mambo ya Mungu. Ndugu wasikilizaji, tunaishi kwenye jamii. Asili ya makanisa ya Kipentekoste wanapita na fomu mitaani kuchangisha ili injili ya Yesu wao iweze kuonekana katikati ya miungu. Lakini ukiona watu walio wengi hawako tayari kuchangia zile fomu za hayo makanisa ili injili ya Yesu wao iweze kufika mahali. Lakini hii jamii inaishi na michango ya misiba. Watu hakuna ambao watoi mchango wa msiba. Kwa nini? Ni asili yao. Hii jamii mnayoiona haipungui, kila miezi inapoanzia wa 6 lazima wapewe kadi za harusi. Watu ni wepesi sana kuchangia kadi za nini? Za harusi. Kwa sababu ni asili yao. Watu ni wepesi sana michango ya misiba. Mtu anatoka tu na picha huko. Imefika sehemu vijana saizi ni wahuni tu mitaani. Wanaona tu hana chochote, anachukua picha ya jamaa anaweka na msalaba mwekundu, anapita kila duka. Wanakusanya pesa. Lakini kijana, hebu chukua msalaba huo huo na fomu inayohusu Yesu, hebu pita hayo maduka kama utapewa. Kwa hiyo jamii nyingi haina ushirika rasmi, sio wepesi kufanya kazi ya Mungu, sio wepesi kupokea uokovu. Ni kwa sababu wamefungwa na madhabahu za ukoo ambazo wanatoka kwenye makabila yao, kwenye jamii husika, kwenye anga husika, kwenye ardhi husika. Kuna anga inaweza kawepo watu wa Mungu, Kristo anaweza kahubiriwa watu sio wepesi, lakini misiba watu ni wepesi. Kwa sababu nini? Ibada zao ndo asili yao. Mara nyingi huwa ni mwepesi sana kufanya vitu vingine, lakini ikifikia kwa maswala ya ibada za kiungu au kuchangia mambo ya Mungu, ujikuta ni mzito. Mtu ni mzito. Hebu angalia hata makanisani watu. Ukiwaambia toa sadaka ya ujenzi, hawana utani. Lakini humo majumbani mao wana kadi za harusi. Naomba mnielewe vizuri. Amina. Lengo na kusudi ujumbe wa leo nasema madhabahu za ukoo huwa zinasababisha mtu asimtumikie Mungu au kumwabudu Mungu. Kwa hiyo mtu yeyote unayemwona ni mzito, mtu yeyote unayemwona ajishughulishi na mambo ya Mungu, chanzo siye yeye, ni madhabahu za ukoo wa kwake ndiye zinazoshindana. Kwa nini nataka mjue? Kristo ni ufalme na shetani nini? Ni ufalme. Lakini kumbukeni, nimewaambia kwamba madhabahu za ukoo zinamwakilisha shetani. Amina. Kwa unapotaka wewe utoe sadaka ili shetani akajengwe, maana unamuua shetani. Kwa nakutana na moyo wa uzito sana kutotoa michango, kutochangia kazi ya Mungu kuliko kuchangia mambo ya harusi, kuliko kuchangia mambo ya misiba. Kwa nini harusi na misiba? Ni shughuli za kishetani. Ni shughuli za kishetani. Hebu wewe angalia jamii ilivyo. Mtu kama anaumwa hawana muda wa kuchangia, lakini msiba ukipita wanachanga. Kwa nini? Msiba chanzo chake nani? Ni shetani. Kwa sababu watu tayari wameweka magonjwa kwa mtu lazima afe ili agano lifanyaje? Litimie. Wewe unataka uchange ili apone. Kwani mnamchangia ili afanyaje? Si apone. Maana nyinyi mnapingana na agano la shetani la ule wakati la huyo mtu ili mauti iweze kuingia kwake. Kwa lengo na kusudi ambacho Mungu siku ya leo amenituma niweze kukileta kwenu ni kuwaambia na kuachilia maarifa kwamba hawa mnaoona wataki wokovu, hawa mnaoona wanataka sana dini kuliko Pentekoste, hawa mnaoona watu Mungu omina wahitaji hata kuisikia, hawa sio wao. Mioyo yao ni mizito, ni kwa sababu wameshikiliwa na madhabahu za makabila yao, madhabahu za koo wanazotoka kwa ufanya, yani anajilazimisha, sio kwamba apendi, bali ni ile nguvu ya madhabahu ya ukoo anaotoka upande wa babake, upande wa mamake, ndiyo inayozuia huyo mmeo asiokoke.
Homina wengi sana wa mama wanalia sana kuhusu waume zao wataka kuokoka. Huyo mmeo sio yeye. Sasa ufanye nini? Cheza na hizi madhabahu. Amina. Shughulika na nini? Madhabahu. Na madhabahu, mmeo ataokoka tu. Sasa walio wengi, yeye mwenyewe hajasimama afu namwambia mtu aokoke. Kuna mwanaume mmoja alikuwa analia, nikamwambia hebu njoo. Tena ilikuwa kama siku gani hiyo. Kaambia njoo nikusikilize. Mimi mume wangu, nikamwambia mwanangu, shida wanaomina mnalazimisha waume zenu waokoke. Hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya Roho Mtakatifu. Ili tuweze kuzishinda hizi madhabahu, wake zetu waokoke, waume zetu waokoke. Hii kazi tumwachie Roho Mtakatifu, tumsikilize yeye. Amina. Mwambie Roho Mtakatifu, mwambie Mungu wako, Mungu wa mwanzasi wa urejeo. Ulisema nitatawala na kumiliki. Kwa nini mume wangu ana changamoto hii? Nifanye nini? Atakuonyesha, usitumie akili. Analazimisha tu. Analia na kulia. Mimi kile nikimwambia uokoke twende mimi nataki. Kwao hakuna hizo ibada, na hii injili ndio iliyochelewesha Kristo. Na ndio injili iliyobeba wana nani huko, wana Pentecost. Hatulazimishani kuokoka. Amina. Hatulazimishani. Amen. Meneno watu wa Mungu. Amen. Kwa hiyo ukiona kwenye nyumba yako, ukiona mmeo au mkeo, ukiona ndugu yako sio mwepesi kufanya shughuli za Mungu, sio yeye, ni madhabahu. Kama unapenda ashiriki zaidi, wewe ndio ubebe mzigo sasa wa kushughulikia nini? Madhabahu. Si wokovu wake una faida kwako. Mimi sishughulikagi bwana. Unasikia? Mimi yaani kuokoka kwa ndugu zangu sina huo muda. Sina. Kwani mbinguni tunaenda wote? Sasa wewe mmeo mtenda wote. Kama wewe panauma sana, unaona maisha yaendi bila mmeo kuokoka, mwambie Roho Mtakatifu. Usibebe wewe kama wewe. Wengi watu tunataka kulazimisha. Mnenda mitaani na mkiangalia maisha yenyewe ni machafu tu mlionayo warokole. Okoka. Sasa okoka kivipi wewe? Hapa duniani kuna madhabahu za aina mbili, kuna ibada nyingi. Kwa nini unalazimisha kuokoka? Alafu na vitisho. Mbingu inaanguka kesho. Mtakufa. Wapi wewe bwana wewe? Shida zako. Sasa shetani ataenda na nani? Si lazima hapo kwenda nao. Amen. Ufahamu tufunguke. Mungu ni roho na shetani ni roho. Hizi ni falme mbili zinazoshindana. Kwa unapotaka ukaupige huu falme, jiandae kweli ipasavyo. Hivi wewe mimi ninaanza kufunga kisa ndugu yangu. Gharama hiyo yote lenyewe uko linakula kwa faida ipi? Kwa faida ipi? Kwa faida ipi? Kwa kuna gharama moja. Kama unaona wewe kuna faida mkeo aokoke au mmeo aokoke, mkabidhi Roho Mtakatifu, usifosi. Na hii ni ugonjwa ambao upo. Kwa tungependa tu tujue kwamba watu wengi ni wazito sana kufanya kazi za Mungu, sio wao, bali ibada za kimiungu za madhabahu za makabila au koo ndizo chanzo kinachowafanya watu washiriki sana kwenye michango ya misiba, kwa sababu ndo asili yao. Amina. Washiriki kwenye chango ya harusi. Harusi. Hebu yaambia kadi ya harusi. Sijajua mimi miaka isiyajuaje mimi siku hizi. Sijuani. Ni laki, lakini mwambie mtu achangie kitu chochote cha kanisa. Tasikia matapeli sana mamitumi haya. Kuna lingine lijinga lifanya biashara. Tasikia wake zetu wanasali sana kwenye hayo makanisa. Wanatoa sana pesa. Wewe fara kweli. Unaniangalia. Ushetani manake. Amina. Wewe ni bushetani. Mimi miungu na madhabahu zako ndizo zinazonena hayo. Ndio maana kutana watumishi wengi wamedharaulika. Lakini chanzo cha yote matatizo, ningependa tu jamii ijue, ni miungu na madhabahu. Yakobo 1:15. Madhabahu za ukoo. Mimi ndio maana nimetumwa kwa ajili ya kumfanya Yesu ambaye ni Kristo aweze kudhika. Miaka 2000 ni mingi sana. Amina. Sana tena sana. Yakobo 1:15 inasemaje? Inasema, halafu ile tamaa ikisha kuchukua mimba huzaa dhambi. Na ile dhambi ikisha kukomaa huzaa mauti. Mwisho wake huyu mtu asiyetaka kazi za Mungu ni mauti. Shetani ndio mwenye hizi ibada. Tunawaambia mshiriki kazi za Mungu, maana mpate neema hata ya kupungukiwa mzigo, magonjwa, shida, dhiki. Unajua hii neema Mungu anaweza kaiachia hata kwako, kwamba huyu ni kweli huyu.
angalau hata kazi za Mungu anafanya. Si unaona kina Kornelio? Amen. Alipata neema ya wokovu kwa sababu ya nini? Alishiriki neema ya Kristo, kwamba kazi za Mungu alizifanya sana katika kipato chake. Lakini walio wengi wanazuiliwa sana nini? Na madhabahu. Ningependa kila mtu ajue kwamba ujumbe niliobeba kwamba madhabahu za ukoo wa kwako huwa zinasababisha mtu asimtumikie Mungu au kumwabudu Mungu. Watu hawaji kwenye ibada za Mungu wa kweli. Kinachowazuia ni madhabahu za ukoo. Hizi madhabahu za ukoo kwa sababu ziko ndani ya dini ndio waruhusu wepesi. Kumbukeni nimesema watu mioyo yao ni migumu kushiriki ibada, kuchangia mambo ya Mungu ya ukweli, ni kwa sababu ni vita. Unapochangia mambo ya Mungu, maana yake unaenda kuua ule ufalme wa upande wa pili. Mioyo inakuwa mizito, ni kwa sababu ya hiyo. Kuna mchungaji mmoja aliusikia wito wa kuwa mchungaji, akaenda kuanzisha huduma. Kweli alianza huduma na akapata mpenyo mkubwa sana huyo mchungaji. Kapata mpenyo mkubwa sana. Lakini baada ya miaka kadhaa kanisa likaingia kwenye misukosuko. Unaona? Alisikia wito wa kwenda kufanya kazi ya Mungu. Alisikia wito wa kuchangia kazi ya nani? Ya Mungu. Moyo ulikuwa mwepesi. Lakini pale tayari alikuwa ametangaza nini? Vita. Menelewa watu wa Mungu. Ile huduma baada ya miaka kadhaa kanisa likaingia kwenye misukosuko. Msukosuko mmoja ambao hizi madhabahu za ukoo wake zilisababisha ndani ya hilo kanisa. Mke wake mwenyewe mama mchungaji akajitenga na mume wake. Kama mnavyojua na kufuatilia historia ya makanisa ya taifa letu, makanisa ya Kipentekoste, kuna migogoro mikubwa sana. Na ile migogoro mikubwa chanzo chake ni watumishi na wazee wa kanisa. Nimetumwa niwaambie hiyo migogoro hakuna awezaye kuimaliza hiyo migogoro zaidi ya Roho Mtakatifu. Amen. Sio sheria ya kikanisa ambayo mliuliza swali. Amen. Ya kusema mchungaji tu akimzini tumefukuza, mchungaji tu akikula sadaka tumepiga, haitufikishi kokote. Tunamwona huyu mchungaji alisikia wito mzuri tu, na katika kusikia wito alimhusisha na mke wake. Wakaenda kuanzisha huduma. Na katika kuanzisha huduma mpenyo kawa mkubwa, yani manake huduma ikawa kubwa. Akawa na waumini wengi, miujiza ilikuwepo. Lakini katika ile ibada iliyokuwa inafanyika, tambua kwamba huduma ya kweli yote ni vita. Manake unapambana na nani? Na shetani ambaye ndio ubaya na matatizo ambayo wanadamu ambao ndio wale waumini wamekuja kwenye hilo kanisa. Baada ya muda mchache mama mchungaji akaungana na wazee wa kanisa kuwa kinyume na mchungaji na baadhi ya waumini. Mgogoro kaanza. Ninachotaka kukileta hiki kisa, huu mgogoro mliouona ndani ya hilo kanisa, mama mchungaji anaenda kukutana na wazee wa kanisa, anaungana nao kuanza kumpiga zengwe baba mchungaji, mke huyu. Amen. Wazee wa makanisa wana majungu, wana mizengwe kwenye makanisa, sio wao. Kumbukeni nini nimeleta leo? Madhabahu zako. Kwa yule mchungaji kilichomfanya aingie kwenye huo mgogoro na mke wake ameungana na wazee wa kanisa kumnyang'anya kanisa mume wake, ni madhabahu za ukoo wa yule mchungaji. Kumbe yule mchungaji bwana, katika kuzaliwa kwake, yeye katika ile damu anayotoka kwa babu yake alitakiwa awe mganga wa kienyeji. Madhabahu za ukoo hazikuweza kumfanya mchungaji hatima yake ya kumtumikia Mungu iweze kutimia. Kumbukeni leo hapa nimekuja kuwaelezea. Watu wengi hawajitokezi kwenye kazi za Mungu. Watu wengi huduma zinafifia. Watu wengi huduma hazikui. Chanzo ni madhabahu za ukoo. Migogoro mnayoiona. Nilikuwa nasoma gazeti moja juzi. Wanasema mgogoro EAGT Njombe, mgogoro wa waka moto. Na askofu ametajwa pale. Umewaka moto. Umewaka moto. Kwa nataka kusema mimi kama mtume, migogoro mingi imejaa kwenye makanisa. EAGT, TAG, dunia nzima, Tanzania hii ni fujo.
TAG, EAGT, sijui nini, migogoro imejaa kwenye hayo makanisa, maaskofu, sijui wachungaji, wazee wa makanisa. Msilaumiane. Katikati yenu madhabahu za mchungaji, madhabahu za wazee wa kanisa, madhabahu ya askofu ndiyo inaonena nayo. Wewe askofu ulitakiwa ukawe mganga wa kienyeji. Manake wewe askofu, asili yako kwenye madhabahu ya ukoo wenu itakiwa ukawe mzee wa matambiko, sio kumhubiria Kristo. Ndio maana mimi sichangamani na kanisa lolote. Mimi nimetumwa kushughulikia nini? Madhabahu za ukoo wanazotoka maaskofu, madhabahu za ukoo wanazotoka wazee wa makanisa. Ndio shida pekee. Unajua hakuna makanisa haya saizi, ni shida, ni migogoro juu ya migogoro. Hii migogoro kinachosababisha wala sio wao ndio waona. Hii migogoro inasababishwa na madhabahu za ukoo unaotoka wewe askofu, za ukoo unaotoka wewe mchungaji, za ukoo unaotoka wewe padri, za ukoo unaotoka wewe baba paroko, za ukoo unaotoka wewe mtume, za ukoo unaotoka wewe nabii. Kwani unafikia hakuna makanisa ya kitume ambayo yana migogoro? Yapo. Ni kwa sababu ya nini? Madhabahu za huyo mtume. Amina. Kwa ili tuweze kukwepa hii migogoro iweze kuisha kwenye makanisa hasa ya hili taifa letu. Haya makanisa ya Kipentekoste ni shida. Na hii shida ni kwa sababu madhabahu za mtu husika. Tunaona kabisa huyu mchungaji alipata wito wa kuwa askofu, akaanzisha kanisa likawa kubwa, likawa linastawi. Lakini madhabahu zikasema haiwezekani, huyu aende wapi? Sisi huyu tulimuumba, alizaliwa kwenye ukoo au kwenye hili kabila ili akawe mganga nini? Wa kienyeji, sio kumtumia Kristo. Zile madhabahu zinainuka. Tumeona kabisa mama mchungaji anaanza mafarakano, anaungana na wazee wa kanisa, wazee wa kanisa wananyang'anya kanisa, mama mchungaji mpaka mwisho alipewa yeye nini? Kanisa. Mume wake akaondoka sasa kwenda kutafuta alternative yote. Ndio imeshaharibika. Nini kilichoharibu? Madhabahu. Kwa hiyo ili tumtumikie Kristo vizuri, ili makanisa yetu yafanye kazi ya Yesu wa urejeo kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, ni lazima tushughulikie madhabahu za ukoo. Usiseme kwa sababu tuliongozwa sala ya toba, sijui ulibatizwa na maji mengi, anayenena ndani mwako wewe askofu, mchungaji, mzee wa kanisa, ni miungu ya ukoo wa kwako. Yohana 8:32. Yohana 8:32 inasemaje? Inasema tena mtaifahamu kweli, nayo kweli nayo hiyo kweli itaweka huru. Tena mtaifahamu kweli. Amina. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Maaskofu wa makanisa mbalimbali, wachungaji wa makanisa mbalimbali, wazee wa makanisa wa kanisa mbalimbali, manabii, mitume, huduma mbalimbali. Nimetumwa kwa ajili ya kukutoa hapo ulipo kwenye miungu, madhabahu ya ukoo wako. Chanzo cha huduma yako kuyumba kutokuwa ni madhabahu ya ukoo, upande wa baba yako, ukoo upande wa mama yako, au wa mkeo. Inakuwaje ya askofu mchungaji unaanza mafarakano na mkeo? Ni Mungu yupi aliyekutuma? Ni yupi? Vurugu, kesi nyingi makanisani, TAG, AGT, sijui wapi. Katikati madhabahu za wewe muhusika. Haya ni maarifa. Hebu isome tena hii. Inasema tena mtaifahamu kweli. Tena mtaifahamu kweli. Na hiyo kweli itawaweka huru. Na hiyo kweli itawaweka huru. Na hiyo kweli itawaweka huru. Na hiyo kweli Itawaweka. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli. Tena mtaifahamu nini? Kweli. Nayo hiyo kweli itawaweka huru. Hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya Roho Mtakatifu. Mimi ni mtume, nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu za ukoo. Zaidi ya miaka 2000 ya kufa na kufufuka kwa Yesu ambaye ni Kristo, manake ibada za Kipentekoste
zimeshindwa kuwa na matokeo ni kwa sababu madhabahu za koo sisi tunakotoka, ambao tunamtaka Yesu ambaye ni Kristo, zinasababisha injili ya Kristo isifanikiwe. Makanisa mengi migogoro imejaa, kesi nyingi mahakamani za makanisa kwa kanisa na wazee wa makanisa na waumini. Migogoro ni mingi, chanzo sio hao unaowaona, ni miungu. Juzi nikaa nimecheka mtandaoni, kuna watu wamesimamishwa mbele, wanaambiwa nyinyi mnafukuzwa leo kanisani. Kwa nini? Mlijifanya wazee wa kanisa bila idhini. Yote hayo mwenzangu na mimi, ukiwa kwenye kanisa la uokovu, kinachoonekana mbele ni bibi yako, hata ungenena jema, hata ungetenda jema. Kwa hiyo Kristo anashindwa kudhihirika mbele kwa sababu miungu inatangulia mbele. Amina. Nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu. Ndo chanzo kilichomfanya Yesu ambaye ni Kristo kutodhihirika. Mtu yoyote aliyeunganishwa na madhabahu za ukoo huwa ni mgumu sana kufanya mambo ya Mungu, au mambo ya Mungu yoyote ambayo yalikuwa yanaenda vizuri yanavurugika. Huduma haikui, wahitaji ni wale wale, yani waumini hawaongezeki. Ni kwa sababu madhabahu imeshakaa katikati. Madhabahu nyingi za koo tulizotoka ni mawakala wa kuzimu. Manake tutambue kwamba injili ya Kristo inapambana na ufalme wa kishetani. Kwa ili tuweze kutoka mahali hapo, tushughulikie madhabahu za koo tunazotoka. Madhabahu ni mahali watu wanapokwenda kupokea nguvu, ama nguvu ya Mungu au shetani. Tunafungua makanisa ili tupate nguvu ya Mungu kumshinda shetani. Watu waokoke. Kwa watu wanashindwa kuokoka, sio wao, wanapenda sana, lakini miungu yao ina nguvu kuliko kanisa. Ndugu watangazaji, haya machache ndiyo ambayo sasa nilipewa ili Kristo aweze kudhihirika kwenu. Basi Yesu akawaambia wale Wayahudi waliomwamini, nyinyi mkikaa katika neno langu, nyinyi makanisa, mkikaa katika neno ile ambalo nimetumwa nalo mimi mtume G.K. Mwansaso, neno maalumu, kazi maalumu ya kushughulikia madhabahu za ukoo pande wa baba yako, ukoo pande wa mama yako, ukoo pande wa mmeo au mkeo au kwenye kabila lako, hakika neno hili mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli, tena mtaifahamu kweli, nayo hiyo kweli itawaweka huru. Ili fujo na migogoro makanisani iishe kwenye haya makanisa ya Kipentekoste, ni lazima tushughulikie madhabahu za koo tunazotoka sisi maaskofu, tunazotoka sisi wachungaji, tunazotoka sisi wazee wa makanisa, manabii na mitume. Amina. Amina. Amina msikilizaji, namba ujumbe ni 0673906907, lakini tunapatikana pia mubashara kwa upande wa Facebook huduma ya Homina. Kwa upande wa studio kuna swali la msikilizaji ambaye anahoji kwamba kanisa likijengwa mahali palipokuwa na matambiko hapataweza kuleta changamoto. Nani aliyekutuma kajenge mahali pale? Nani aliyekutuma ukajenge mahali pale? Kwa sababu injili ya Yesu ambaye ni Kristo ni vita. Kwa lazima tumsikilize Mungu. Hilo eneo unaloenda kujenga, ni kweli Mungu amesema uende? Tulio wengi tunajenga tu ili mradi eti kwa sababu pana ardhi. Hapana, huo ni uchokozi. Na kanisa mara nyingi ni wachokozi sana sisi tuliokoka. Wewe umeenda kupanga nyumba ya mtu. Alafu unaanza kubomoa madudu yake. Toka huko mimi mpaka nilale. Wewe ndio mwao hawa. Ukitaka ulale wewe vizuri bila hawa, jenga ya kwako. Kuna mahala tunapelekwa kwenda kuunda huduma ya Mungu ili Mungu aweze kujidhihirisha. Hata kama pangekuwa ni matambiko yalifanyika hapo, ni lazima shetani aondoke mara hapo, Kristo aweze kutukuka. Kwa ni namna gani Mungu amekutuma hapo, au umejituma wewe? Amina. Na swali la Veronica kwa upande wa Facebook anauliza, mtu aliyeshikwa na madhabahu za ukoo afanye nini ili kutoka huko ikiwa yeye mwenyewe hajui kama ameshikwa? Asikilize jumbe hizi. Ndio maana mimi nimeletwa na ubiri hii injili kwa ajili ya kuwabadili watu. Hakuna awezaye kumbadili mwanadamu mwenzie zaidi ya Roho Mtakatifu. Anenena asimi ni ule Roho wa kweli wa Mungu. Wewe amini, nisikilize, sikiliza Homina Gospel Radio na mitandaoni mote, jiungamanishe.
Tega sikio vizuri, omba neema ya Kristo ikukae pamoja na wewe. Hiyo miungu ndipo utaishinda, lakini peke yako hutapata jibu lolote. Kwa hiyo kinachokufanya wewe ufanye uchukue hatua gani? Jiungamanishe katika roho na kweli, utaona mabadiliko makubwa. Amina. Swali lingine ni la kwake Grace Agley Mwansaso, anasema kwa nini Mungu au mizimu inakuwa na nguvu ya kumzuia mtu kumwabudu au kumtumikia Mungu wa kweli ingali Mungu ni mkuu kuliko hiyo miungu au mizimu? Mungu ni kweli ni mkuu kuliko hiyo miungu, kuliko hiyo mizimu, kwa sababu ni kweli yeye ni Mungu wa miungu, lakini yeye ni wa haki. Amina. Ungekuwa hujakimbia pale Edeni, wala hiyo miungu ingetoka wapi? Ndio ili miungu iweze kushindwa, Mungu wako anayesema ni Mungu anayejitangaza duniani kwamba ni Mungu aliye mkuu, ni lazima umkiri Adamu wa pili kwenye mbegu isiyoharibika. Ukishakiri na kuingia kukaa kwa kanuni ya mbegu isiyoharibika, hiyo miungu ni kitu kidogo. Kana Mwansaso, njoo Mina, utaona ni vitu vidogo. Grace, tafakari we mwenyewe. Ukiona mtu ataki miungu ndio imetawala, huyu hamtaki Mungu wa kweli. Na Mungu wangu na Mungu wa kweli kama unavyoona kwamba na ukuu, huyu Mungu ni wa haki. Hawezi, wewe ni mtoto wa huyo wa shetani. Sasa atangania nini? Ukataa upande ule ili akusaidie. Ukimwita akusaidie, atakusaidia. Lakini yeye ni wa haki, haingii ovyo ovyo. Na hilo kanisa ndipo tulipopotea. Wanajua tu naenda tu kumchukua tu mtu, eti mtu anasema ni nyumba yangu siku na magonjwa, anza kuomba mchungaji. Lile eneo nyumba imezungushiwa viungu. Miungu ndio imewekwa mara pale. Wanamleta Yesu aje afanye ndio kwake Yesu pale. Lazima tufuate kanuni. Mungu ni wa haki. Acheni uchokozi mliokoka. Amen. Acha mtu aamue yeye rohoni kumkataa shetani na mambo yake yote, ndipo Mungu ataingilia kati akiuchunguza moyo wako. Amina. Na hayo ni maswali. Karibu kwa ajili ya hitimisho. Amina, 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 amina. Kumbukeni ujumbe na kutumwa kwangu. Mimi nimetumwa kwa ajili ya kushughulikia madhabahu zako ambazo wana wa Adamu wanazitoka chini ya jua. Amina. Kwenye makabila yao, upande wa baba, upande wa mama, upande wa mme, upande wa mke. Zaidi ya miaka 2000 imeonekana kwamba Yesu ambaye ni Kristo katika ufufuo, nguvu ya Roho Mtakatifu imeshindwa kutenda kazi. Ni kwa sababu madhabahu za ukoo zimechukua nafasi. Lakini tambueni, nimefundisha sana kwamba madhabahu za ukoo zinawakilishwa na shetani. Ndio maana magonjwa ni mengi, ndoa zina shida, watu wanalima wavuni, ajira ni shida, ni kwa sababu madhabahu za ukoo zimetawala. Kumbuka kwamba chochote unachopitia ni roho inayotokana na ukoo unaotoka. Amina. Kristo amerejea, miaka 1000 tumepewa nafasi tena ya kutawala na kumiliki. Katika kutawala na kumiliki tunafunguliwa ufahamu sasa kwamba tutambue kwamba chanzo cha matatizo ni madhabahu za ukoo. Njoo pamoja Homina, tushughulikie madhabahu za ukoo wako. Utaona shida, dhiki na matatizo vikikuachilia. Tuna ibada Alhamisi saa 4 asubuhi na Jumapili saa 4 asubuhi. Ibada zote hizi mbili zina nguvu ya Mungu kwa ajili ya kukuponya, kufunguliwa na kukombolewa. Mimi ni mtume GK Mwansaso wa madhabahu ya Homina, huduma ya ukombozi kwa mataifa yote. Hii huduma ipo mkoani Njombe, mjini Njombe. Kwa mataifa yote yachukue hatua, yafuatilie kwa njia ya imani. Amina. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ishe juu mbinguni. Baba, nasema asante. Wakati naanza najua ulikuwa pamoja nami. Naamini kila mmoja ambaye alifungulia Homina Gospel Radio na mitandao yote ya kijamii, Radio Box, ameshatupata ipasavyo kwa sababu roho wa kweli wa Mungu ulikuwa pamoja naye. Kabadili maisha yake, kajenge imani ya kiwango cha juu ili neno nililotumwa nao nililoliachilia wakisha lipokea watakuwa huru kwa sababu nena ni wewe roho wa kweli. Unapoondoka mahali hapa, ondoka pamoja na mimi, lakini nguvu ikajaa iliyo kubwa kwenye ile anga na ile ardhi, watu wakaweze kubadilika katika jina la Yesu Kristo. Amina ndugu watangazaji. Amina. Amina.